Matumaini yangu ni kwamba huu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Luba Tite naenda tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshitoa kwetu, nami naanza kuinukuu kama kawaida katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, natumaini kwamba nyote mnaendelea salama na tunashukuru sana neno, maana liendelea kusonga kabisa mbele na walio wengi wanaendelea kuelewa mafundisho, ingawa hapo awali ilikuwa ni vigumu zaidi sana wengine kupenya, lakini tunashukuru neno kwa sababu linafanya uwepesi kwa ajili ya wapendwa ambao wako katika kutafuta ule ukweli ambao ni ukweli wa asili. Basi kwa siku ya leo, kama gisi mnavyoona, tema yetu tutaenda kuongelea kuhusiana na kufukuzwa. Tunaposema kufukuzwa, labda wengine watajiuliza hiyo kufukuzwa inahusu nani, aidha nini hasa? Maana nyote mnajua kwamba katika dini mbalimbali ambapo wanapoongelea kuhusiana na suala la anguko la mtu wa kwanza na mwanamke wa kwanza, baadhi watasema kwamba Mungu alipomfukuza yule ambaye wataita Adamu aidha Adama na Eva aidha Hawa aidha Hawat, kwamba Mungu aliwatengenezea mavazi ya ngozi. Sasa kutokana na hilo, wakati alipowafukuza, kwamba Mungu aliweka makerubi ili kulinda njia ile ambayo inayoelekea kwenye mti wa uzima. Sasa hawawezi wakawaambia kwa nini hasa Mungu aliweka hivyo, na ikiwa Mungu alimfukuza Adamu na Eva kutoka katika bustani ya Edeni, hiyo bustani kwa muda huu inapatikana wapi? Hiyo bustani ya Edeni iko sehemu gani? Hizo ni swali ambazo kumrazi kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza na kujiswali hasa, maana walio wengi hawajui kufanya utofauti kati ya ulimwengu aweza kuhusiana na roho, nafsi na mwili. Ni vitu ambavyo walio wengi hawajui kufanya utofauti, kwa sababu wakati wanapofukuzwa wao wako sehemu gani, na wanapotoka hiyo sehemu wanaingia sehemu gani? Haya ndio mambo ambayo walio wengi hawawezi kuyajua. Mafundisho ya siku ya leo ni mafundisho ambayo ni magumu kweli kweli, na mtaona kwamba ni aina nyingine kabisa ya mafundisho ambayo hata mwende sehemu zingine zote hamwezi mkayasikia haya mafundisho ambayo tena mtasikia. Na kitu kingine ambacho nitawaambia ni kwamba mkiyasikia haya mafundisho kwa wengine ambao hawamo katika ukweli huu, wengine ambao watajiita kwamba wao ni wachungaji, mwelewe kwamba wametoa hapa hapa, na wanapotoa hapa hapa, yani ni mzaliwa wa pili, ndio wanakopi, wananakili kile ambacho mzaliwa wa pili anachokiongea, maana hakuna mwingine ambaye anaweza kuwa na ufunuo ambao mtaenda kupata kwa siku ya leo. Kabla ya kuingia ndani ya mafundisho yenyewe, tutagusa kwanza andiko kama mbili tatu za Biblia za kisasa, na hapa tunaenda katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya pili mstari wa 7. Hapa naingia katika toleo la habari njema ambayo inasema kwamba basi Mwenyezi Mungu akamfanya mwanamume kwa mavumbi ya udongo, akampulizia puani pumzi ya uhai, na huyu mwanamume akawa kiumbe hai. Kwa hiyo hapa wanawaambia kuhusiana na mwanaume wa kwanza ambaye huyu atakayeita Mungu Yehova Elohim El Shaddai alimuumba, na akasema kwamba alimuumba kutoka kwenye mavumbi ya udongo na akampulizia puani pumzi ya uhai, na wakati huo ndipo huyo mtu mwanaume akawa kiumbe za nafsi hai. Lakini nitakushangaza ni kwamba hawa wanaojiita kwamba ni mashahidi wa Yehova, wao wanashindwa kutenganisha kati ya mwili na nafsi. Ndio maana niwaambia kila wakati, yaani wao wanasema kwamba nafsi ni mwili tena yaani hawatenganishe, wawezi wakatenganisha kuhusiana mwili na nafsi. Kwa hiyo wao wanapoongelea kuhusiana na nafsi, yani unaongea ni mwili, lakini hilo si namna hii. Mwanzo 3:21 inasema Mwenyezi Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Sasa baada ya anguko, huyo Mungu ambaye ni Yehova Elohim El Shaddai, wanawambia kwamba aliwatengenezea mavazi ambayo ni mavazi ya ngozi. Sasa baadhi wanasema kwamba haya mavazi ambayo Mungu aliyowatengenezea hao Adamu na Eva, kwamba walio wengi wanasema kwamba Mungu aliua mnyama alafu akatoa ngozi, na hiyo ngozi ndio akatengeneza mavazi ili kuwapatia Adamu na Eva. Lakini swali linabaki pale, ikiwa huyo Mungu aliua mnyama na kutoa kabisa ngozi ya mnyama huyo mnyama alikuwa mnyama wa aina gani, ili kwamba hiyo ngozi ipate kuenea mwanaume na mwanamke? Na aliua wanyama wangapi? Kwa sababu ni ni mwanaume na mwanamke. Wende watasema kwamba ya alikuwa ni nyama, unajua nyama za kwanza labda zilikuwa kubwa sana, kwa hiyo ngozi yake itakuwa ni kubwa ili kuenea wote. Haina shida kama hayo ndio mnaona kwamba ni hivyo, basi
mnaweza mkakubaliana na hilo. Lakini swali lingine ambalo litakuja hapo baadaye ni kupenda kujiuliza, ikiwa ni hivyo kweli kweli, huyo mnyama ambaye Mungu alitoa ngozi yake, ile nyama ilienda wapi? Je, ilioza katika bustani ya Edeni? Aidha kuna wanyama wengine ambao walikuja kula, na wakati huu wanyama wengine walikuwa bado hawajaanza kukulana. Sasa hiyo nyama ilienda wapi? Haya ni maswali ambayo walio wengi wanaweza wakajiuliza, lakini majibu hayapo. Hatuko hapo, ni maswali tu. Sasa hivi tujiulize kwa kweli, kwa wale wanaofikiri kwamba Mungu alichinja mnyama ili kwamba atoe kabisa ngozi ili amvike Adamu na Eva, kweli hawakuweza hata kufikiri kwamba huyo Mungu anaweza kuwa na uwezo wa kuumba hata ngozi nyingine tu ya namna nyingine ya nyama tu, haina shida, na ili kwamba apate kuwavika Adamu na Eva? Yaani ilitakiwa tu hadi auwe mnyama ili kwamba apate ngozi alafu baadaye awavike? Hizo ni swali ambazo zipo, lakini watu sijui wako namna gani. Walio wengi wanasema kwamba anguko la mwanaume na mwanamke, baadhi ya hao wanaojiita kwamba ni Wabranham, wao wanasema kwamba mwanamke alitembea na shetani, yani mwanamke alitembea na nyoka. Kwa hiyo wanaposema kwamba lile tunda, wao wanasema kwamba ni tendo, ni ngono, ni kujamiana kwa mwanamke Eva alitembea na nyoka, na wanasema kwamba ndipo akazaa mtoto ambayo mtoto ni Kahini, kwamba ni mtoto wa shetani. Wao wanasema hivyo kwamba Kaini ni mtoto wa shetani kwa sababu imeandikwa hivyo katika Agano Jipya kwamba Kaini ni wa shetani, lakini wanashindwa kuelewa kwamba wanaposema kwamba Kaini ni wa shetani ni kulingana na matendo aliyoyatenda kwa sababu ya kumuua mdogo wake. Ndio maana wakasema kwamba Kaini ni wa shetani. Hata hiyo hiyo Biblia inasema kwamba atendaye dhambi ni wa shetani. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe ambaye unatenda dhambi ujue kwamba wewe ni mtoto wa shetani, yani wewe ni wa shetani pia. Kwa hiyo sio Kaini tu peke yake, hata wewe mwenyewe unatenda dhambi nawe pia ni wa shetani. Sasa wanasema hivyo kwamba Eva alitembea na nani? Na nyoka. Sasa ikiwa Eva alitembea na nyoka, swali ambalo limekuja ni kwa sababu maandiko yanasema kwamba hilo tunda ambalo Eva alikula kwamba wao wanasema kwamba ni kujamiana. Yaani tukubaliane kwamba labda naye pia Adamu naye pia alitembea na nyoka, kwa sababu hilo tunda hilo tena Adamu naye pia alilitumia, alikula hilo tunda pia. Sasa mtaniambia kitu gani? Kweli Adamu naye pia alitembea na nyoka? Kwa hiyo mambo mengine wengine watasema kwamba no, hapana, ni wakati ambapo huyu nyoka alikuja kutembea naye alafu akamfunulia mke wake, kwamba akamfunulia Eva kwamba mnaweza mkafanya hivi na mume wako. Kwa hiyo ndio tunda ambao walikula. Wapendwa, msiongeze mambo ambayo hayapo, kwa sababu hata hiyo Biblia yenu ambayo mnayoisoma haijaongea hayo ambayo mnayoyaelezea. Na tena mnapoangalia vizuri, wakati ambapo Mungu alipomaliza kuumba huyu mwanaume na mwanamke, aliwaambia kwamba nendeni mkajazane, yaani muongezeke na mujaze dunia. Ndivyo huyo Mungu alivyosema, na ilikuwa katika kitabu sura yake ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo kama sijakosea. Sasa ikiwa Mungu alitoa hiyo ruhusa, lazima watajua namna gani kufanya ili kwamba waneze dunia. Yaani ilitakiwa sasa shetani tena aje kupitia nyoka ili kwamba awaonyeshe namna gani ya kufanya ili kwamba baadaye haina hata maana haina hata maana. Kwa hiyo wote walio katika hayo mafikra, walio katika hiyo dhana, walio katika hiyo elimu, yani hao wote hawapo kulingana na ukweli, wanaongea ni uongo na uzushi ambao hauna mashiko yoyote. Kwa hiyo hapa mtaenda kupata chimbuko, kwa nini mwanaume alianguka, kwa nini mwanaume alikubali kula hilo ambalo watakaloita tunda. Hapa ndipo mtaenda kuelewa hilo anguko ambalo lilitendeka namna gani hasa, maana hili ni jambo ambalo walio wengi hawalipenyi hata kidogo, na hawawezi wakalipenya hata kidogo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mafundisho ni mengi ambayo ni ya uongo. Wanaposema kwamba sijui mti wa uzima na mti sijui wa sayansi wa maarifa wa ujuzi wa mema na mabaya, wao wanasimamia kwenye mti, lakini sisi tuliwaambia kwamba mti sio mti wa kawaida, bali mti nyuma yake alikuwa ni roho waagizo kula vitu, yani malaika gisi mnavyoita. Na hilo tunda ambao wanasema kwamba walikula tunda, sio tunda labda unaweza ukafikiri labda ni apple au mambo mengine, hapana, bali hilo tunda ni mafundisho. Itakuwa ni tunda gani ambalo wewe unakula tu unakuwa na maarifa? Hili litakuwa tunda la namna gani? Lakini hilo tunda ni mafundisho ambayo alipata, ambayo alimfanya kwamba awe na akili zaidi, na hiyo akili ikamfanya abadilike, kwa sababu unapopata mafundisho ambayo yanakuzidi kimo, yanaweza yakakuchanganya hata ukapata hata wenda wazimu. Sijamaanisha kwamba wao walikuwa wenda wazimu baada ya kupata mafundisho, hapana, nasema tu kulingana na hali hii inayoonekana.
Kwa hiyo Mwanzo 3:21 hiyo inasema Mwenyezi Mungu akawatengenezea Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Swali linabaki, hayo mavazi ya ngozi yalitoka wapi hasa? Maana yake ni nini hasa? Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 mstari wa 23 hadi 24 nasema, basi Mwenyezi Mungu akamfukuza Adamu nje ya bustani ya Edeni ili akailime ardhi ambamo alitwaliwa. N'importe quoi. Ndugu zangu, hata mimi wakati nilipokuwa katika ujinga nilifikiri kwamba Mwenyezi Mungu kwelikweli alimweka Adamu na Eva ndani ya bustani katika lengo kwamba Adamu apate kufanya nini? Apate kuilima hiyo bustani. Lakini sio hivyo, kwa sababu hana haja. Namna gani unaweza ukalima katika ulimwengu wa nafsi? Utalima udongo namna gani? Kwa sababu unaambiwa kwamba hata kabla ya huyu mwanaume hajaumbwa tayari kulikuwa na rutuba, yaani udongo ulikuwa tayari umeshazaa mimea, imeshahota kila kitu. Unaweza ukasoma tu hata ndani ya Biblia utaona kwamba haina haja ya kulimiwa. Na kitu kingine ni kwamba ndani ya bustani humo kulikuwa mti wa uzima. Ina maana kwamba kila kitu ambacho kimo humo lazima kiwe na uhai, kiwe na uzima. Kwa hiyo hakuna jani lolote lile ambalo linaweza likafariki, ambalo linaweza likakauka, sijui nani kuje miiba, sijui kuje michongoma, aiza mambo mengine. Haya yote hayawezi yakatokea, kwa sababu hapo tuko katika paradiso ya hapa duniani. Sijui kama mnaelewa, yaani hii ni bustani ambayo inaenea, iko vizuri, hakuna swala hili la vitu ambavyo vimeharibika. Yaani kila kitu kiko kulingana na ukweli halisi. Sasa haya mambo watu wanafikiri Mungu amemweka Adamu ili apate kulima. Aanze kulima ili afanye nini? Apate mpunga alime nini? Maharagi aza nini? Ni ndugu zangu, hayo mambo tulifunzwa, lakini hayana umuhimu wowote. Ikiwa mnapenda kuongea Kiswahili kizuri ambacho naweza nikasema hapa, basi Mwenyezi Mungu alimfukuza Adamu nje ya bustani ya Edeni ili akamlime yeye nani? Yeye Adamu. Kwa sababu kulimwa ni kama vile kufunzwa, yaani ni kuwa mtu ambaye amefundishwa, amefunzwa, amefundwa, ameanzishwa. Hiyo ndio naweza kasema. Kwa hiyo hilo ni hivyo, alimfukuza nje na kuweka mlinzi. Wao wanasema mlinzi, wakati tafsiri zingine zinasema walinzi, kwa sababu ni makerubi watatu ambao waliwekwa upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia iendayo kwenye mti wa uhai. Kuna tofauti kati ya uhai na uzima. Kitabu hiki, toleo hii la Habari Njema, inasema uhai, no, ni uzima, kwa sababu kuna tofauti kati ya uhai. Unaweza kuwa na uhai na ukafariki, lakini mtu ambaye ana uzima hawezi akafariki, kwa sababu uzima ndio kila kitu. Hauwezi ukiwa mzima, yani hauwezi ukafariki. Kwa hiyo hilo lazima watu waelewe. Sote tungali na uhai, lakini sote kasema tuna uzima. Yani huu uhai ndio unabadilika sasa kuwa uzima ili tusifariki. Hilo ndio jambo ambalo walio wengi hawawezi wakalipenya. Basi ndugu zangu, niliuliza kwamba hiyo bustani iko wapi, sijui wengine wataeleza namna gani. Maana Mungu aliweka makerubi akalinda hiyo njia ili kwamba mwanaume asipate kurudi pale, asiende kule ilo tunda la uzima. Sasa akaweka sasa hiyo njia iko wapi? Bustani hiyo ya Edeni iko wapi? Bon, tutaingia sasa katika mafundisho yetu kamili. Tunaingia ndani kama kawaida ndani ya Kalata Ndimsi, yaani kitabu cha maajabu, kanuni iliyofunuliwa ya Biblia Kalata Mbali. Na mafundisho yetu kama kawaida yana vipengele mbalimbali. Tunaingia katika kipengele cha kwanza ambacho kinahusu siku ambayo mtu alipoanguka. Wakati ambapo mtu alipoanguka, kitu cha kwanza kama gisi nilivyosema, moto. Wakati alipoanguka, sasa gisi alivyoanguka, hakuanguka kwa sababu kwamba alikula tunda fulani kwa ambalo wataita kwamba ni apple. Hapana. Wala kwamba Eva alienda kulala na nyoka, aweza kutembea na nyoka. Hapana. Na hilo lazima mulielewe vizuri. Sio anguko hilo hizo, yani sio sababu ya anguko. Hapana. Na hapo hakuna chochote ambacho kilitendeka kuhusiana na kula tunda, aweza kufanya mambo ya ngono. Hayo yote hayamo kabisa, ni mafikira tu ya watu wasiopenda ukweli. Kwa hiyo mtu wa kwanza kuumbwa, mnatakiwa kuelewa kwamba hakuwa anaishi katika hali ya kimwili. Hapana. Maana mtu ameundwa na roho, ana nafsi na ana mwili, na kila mwili unaishi katika ulimwengu wake. Ikiwa mnapenda kuelewa, yaani unaishi katika ulimwengu wake, aidha unaishi katika mawimbi yake. Ndio maana unapokuwa katika hali hii inayoonekana ambayo ni hali ya mwili huu wa nyama,
Huwezi ukaona roho inatembea hivi kwa macho yako ukaiona, huwezi ukaona nafsi inatembea hivi, lakini unapoenda kwenye kipimo, aweza kwenye hali ya nafsi, hapo pia hauwezi ukaona mwili huu wa nyama ukiingia katika ulimwengu wa nafsi, hauwezi ukaona mwili huu wa nyama ukiingia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo kila mmoja ana mwili wake. Vivyo hivyo unapoingia katika ulimwengu wa kiroho, humo hauwezi ukaona ni nafsi, hauwezi ukaona hata mwili wa kimwili, kwa sababu damu na maji haviwezi vikaingia katika ufalme, jinsi wanavyosema ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo lazima mwelewe hilo, kwamba mtu wakati huo, wakati kabla ya kuanguka, mwelewe kwamba alikuwa akiishi katika ulimwengu wa nafsi. Ina maana kwamba mwili wake wa kimwili ulikuwa ndani ya nafsi yake kabla ya anguko, kwa sababu mwili wa mtu ulitengenezwa kwanza, uliumbwa kwanza, na baada ya mwili huo sasa ikatokea, ikabidi sasa yule mtu ambaye ni roho wa mwisho kuumbwa, ambaye ni moto, apunguze nguvu zake, ashuke, ili kwamba apate kuingia ndani ya mwili huo ambao tayari umeshaumbwa, ili kwamba mwili, contact ya mwili wa kimwili na roho yake ikiwa pamoja, kiumbe kingine kipate kutokea, na hicho kiumbe ndio kitaitwa nafsi, na hiyo nafsi ndiyo itakayochukua wazifa. Hapo hautaona huu mwili wa kimwili, hautaona roho, bali utaona hiyo nafsi ambayo imo katika ulimwengu wa nafsi yenyewe. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri, na hapo ndio maana wakasema kwamba mwanaume akawa nafsi hai. Ndani ya Biblia za kisasa tumesoma, waliwaambia kwamba Mungu alipulizia pumzi ya uhai ndani ya pua, aweza kwenye mapua, aweza katika mapua ya nani? Ya Adamu, na akawa nafsi hai. Hiyo pumzi ambayo wanaongelea hapo ni roho ya mtu ambayo ilitoka katika agizo kula vitu, ikaingia ndani ya nani? Ndani ya mwili tayari ambao umeshaumbwa pale, na baada ya hapo akawa nafsi hai. Yani hapo sasa ndio kukazaliwa kitu fulani, yani contact kati ya mwili wa kimwili na nafsi, kati ya mwili wa kimwili na roho, kunazaliwa kiumbe kingine ambacho ni nafsi, na huyo nafsi ndiye mwili wa tamaa, ndiye mwili wa hisia, yeye ndio mwili, yani huyo nafsi anayetenda dhambi, huyo ndiye atakayeangamizwa, ndiye atakaye kufa. Hapana roho, kisi tafsiri zingine za Biblia zinavyosema, ni nafsi ndiye mwenye matatizo. Ndugu zangu, tutaingia sasa katika kitabu cha Ebotedi ndani ya Biblia Kalata, hapana, ndani ya Kalata DMC humu, kumrazi, sura yake ya kwanza mstari wa 202 hadi 247. Anaanza kuongea hapa ni moto, anasema mimi moto, siku ile nilipoanguka, nilikuwa pale nikisoma ndani ya nyota za ulimwengu. Ilikuwa jioni, wakati wa jioni, katikati ya usiku na giza. Kwa hiyo moto anaanza kutuelezea, kwa sababu ni yeye ndiye ameandika. Hata jinsi wanavyosema kitabu cha Mwanzo, ni moto ndiye mwanzilishi, ndiye mwandishi wa kitabu hicho mtakachoita kwamba ni kitabu cha Mwanzo, ingawa humo wamedanganya, wameongea mambo mengine ambayo hayana maana, lakini yeye anayetuelezea kile ambacho kilitendeka na moto ni mtu mweusi, hana uhusiano wowote na yule ambao wataita Adamu au Adama. Hapana, huyu ni mtu wa kwanza ambaye ni mweusi, kwa sababu maisha yameanza hapo katika bara kipenzi wase ambao wataita Afrika, naye alikuwa ni mweusi na hajawahi kuwa na rangi nyingine tofauti. Anasema mimi moto, siku ile nilipoanguka. Anaanza kuelezea ni namna gani alipoanguka. Anasema kwamba alikuwa akisoma ndani ya nyota za ulimwengu, kwa sababu wakati anaposoma ndani ya nyota za ulimwengu, ni kwa sababu nyuma ya hizo nyota za ulimwengu kuna roho kadhaa. Hizo roho kadhaa zitampatia taarifa ya kile ambacho kinatendeka kwa wakati huo, kipindi ambacho mke wake yuko upande mwingine. Maana wakati huo yeye anasoma ndani ya nyota, lakini mke wake yuko upande mwingine. Maana wao, wakati mtu aiza mwanamke alipopata mafundisho, yeye hakuwa karibu na mume wake. Alichokuwa akifanya yeye, alikuwa akisoma katika nyota, ndani ya nyota anasoma, na hapo ndipo akaona kwamba kuna mabadiliko. Taarifa akapata wakati anaposoma, akapata taarifa ya kile ambacho kinaendelea huko. Mimi moto, siku ile nilipoanguka, nilikuwa pale nikisoma ndani ya nyota za ulimwengu. Ilikuwa jioni, wakati wa jioni, katikati ya usiku na giza. Nilipokuwa nikisoma ndani ya nyota za ulimwengu, niliona roho walinzi wa ufahamu wa ulimwengu zikitokea, roho zinazosimamia asubuhi, roho za nyota, roho zenye uso wa fahari ambao watasema ng'ombe dume, roho zenye uso wa simba, roho zenye uso wa dubu, na roho za kivita.
Kwa hiyo hizi roho ambazo moto anazitaja hapa ni roho za agizo kuu la vitu, na hizo zote zilikuwepo katika kipindi hicho ambapo moto yuko bado katika kusoma ndani ya nyota, na aliona hizo roho ziko nyuma, na ufahamu huo ambao akauona akasema kwamba hapa kuna jambo ambalo aliko sawa. Akasema kwamba hapa tayari nimeona kitu ambacho kiko sawa. Maana yake ndugu zangu, Muto ambaye ni mwanamke wa kwanza mweusi ambaye hana uhusiano wowote na huyo ambaye wataita Eva aiza Hawa aiza Hawat, bali yeye anaitwa Muto, alikuwa mweusi. Alijiachilia, tukasema kudanganywa na Njom. Njom yeye ndiye yule joka kubwa, yani dragon, ambaye alifanya mazungumzo na shetani Mudima Bobe ili kwamba shetani Mudima Bobe apate kumpagaa kwa hiari na kuja kupitia yeye Njom kumdanganya mwanamke, ili kupenda kusema kwamba yani ingelikuwa kwamba ni nyoka mwenyewe ndiye angelikuja yeye mwenyewe kuongea na mwanamke asingelikubali kwenda kufanya kile ambacho amekifanya. Na mtaniuliza kwa nini? Kwa sababu yani mwanaume na mwanamke walipewa mamlaka juu ya wanyama, walipewa mamlaka ndani ya wanyama, alipewa mamlaka katika utu wao wote tatu. Kwa hiyo hakuna chochote kile ambacho Njom ambaye ni joka kubwa dragon aliyekubali shetani kuingia ndani mwake ili kumdanganya, ambacho angeliongea bila yeye kutambua. Lakini kwa sababu shetani Mudima Bobe alikuwa ndani ya Njom, ndani ya joka huyo dragon, ndio maana ilikuwa vigumu yeye kutambua ni nani. Maana yeye hakupewa mamlaka juu ya shetani Mudima Bobe, alipewa mamlaka juu ya wanyama wote, na alikuwa bado hajafunuliwa kuhusiana na swala hilo la shetani Mudima Bobe na malaika walioanguka. Hapo demoni zilikuwa bado hazijazaliwa. Hili lazima mulielewe vizuri, namna utaratibu wa mtetemo unavyoendana na mambo ya kiroho. Kwa hiyo anasema, nilipokuwa nikisoma ndani ya nyota za ulimwengu, niliona roho walinzi wa ufahamu wa ulimwengu zikitokea, roho zinazosimamia asubuhi, roho za nyota, roho zenye uso wa fahari, roho zenye uso wa simba, roho zenye uso wa dubu na roho za kivita. Na hawa wote, hizo roho zote ni roho za agizo kula vitu, ni kaka zetu, lakini katika umbo la wanyama. Lazima mulielewe haya mambo. Na unaposema simba, sio kama simba ambayo tunaiona wakati huu, ni simba ambayo haina chochote kile na anguko. Yani anaweza kuwa ana uso wa simba, lakini yeye ni mtu mweusi. Mwelewe hili. Sasa alijiachilia, Muto akajiachilia, akapata haya mafundisho, akakubali kudanganya, yani akadanganywa na Njom ambaye shetani alikuwa ndani mwake. Muto sasa upande wake yeye aliona hayo kupitia roho zilizo nyuma ya nyota za ulimwengu. Ndipo sasa Muto akatambua, akaona kwamba tayari mke wake ametenda kile ambacho hakitakiwi, ameenda tofauti na ile agizo ambalo Mutate ambaye ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa alikataza. Sasa mara moja ufahamu, kuna mabano, utu wao wa ndani wa nyota ulivurugwa. Hiyo ni alama za ishara ambayo Muto aliona ili kujua ni kitu gani ambacho kinatendeka upande mwingine. Nilielewa wakati huo kwamba Muto, mke wangu, ambaye ni mama yenu, kwa sababu Muto ndiye mama yetu sisi watu wote weusi, mama wa jamii nzima ya watu weusi, jamii hii iliyotokana nasi, alikuwa amefikia uanzishwaji uliokatazwa, fundisho la maarifa yaliyokatazwa, na siri kutoka nje ya pazia kuu. Maana yake ni nini? Kwa hiyo Muto alifahamu vema yote yaliyotendeka, alifahamu vema kile ambacho kilitokea kwa Muto ambaye ni mke wake, ambaye ni mama yetu sote watu weusi. Alitambua, sio kwamba wakati hapa, ndipo muelewe vizuri, yaani kabla ya Muto kuja kumwambia aweza kumpatia fundisho hilo, Muto alikuwa tayari ameshajua ni nini ambacho mke wake tayari amekifanya kabla wajaonana hata ana kwa ana. Sikuwa pamoja na Muto mama yenu alipoanzishwa, kuna mabano, aliangazwa, tunafunga mabano, na Mudima Dibiela Bobe na Bwam, kwa sababu roho huyo aliyemwanzisha nani, aliyemwanzisha Muto mama yetu, anaitwa kwa jina la Mudima Dibiela Bobe na Bwam, yaani roho wa sayansi,
ya mema na mabaya, ambaye ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini huo mti wa ujuzi na mema na mabaya sio mti, bali ni roho ambayo nyinyi mnaweza mkasema malaika. Ni roho ambaye yeye ni malaika, ambaye ni wa sayansi, aiza sayansi ya mema na mabaya. Wengine watajiuliza, kwa nini yeye alikubali kumwanzisha huyu roho? Alikubali kumwanzisha kwa sababu ya kitu gani? Hayo sio mafundisho ya leo, lakini mtaenda kuelewa, hata tutakaposoma mtaenda kuelewa kwa nini alifanya hivyo zaidi. Na wale ambao watakuwa na maswali zaidi sana, basi wataniuliza hata chini ya video, aidha katika mikutano tutakapokusanyika pamoja. Basi Moto anatuambia kwamba hakuwa pamoja na mama yetu ambaye ni Muto, ambaye ni mke wake wakati alipoanzishwa, lakini alitambua kwamba ameanzishwa. Mudima dibiela bobe na bwana, yani roho wa sayansi ya mema na mabaya, alianzisha mama yenu kwa sababu yeye, yani roho hii ambayo ni mudima la bobe na bwana, haikupokea katazo la kutokufanya hivyo. Kwa hiyo alimwanzisha kwa sababu yeye, roho huyo ambaye ni wa sayansi ya mema na mabaya, hakuelezwa kwamba yeye asifanye kitendo chochote cha kuwaanzisha akina Moto na Muto, bali katazo waliopewa ni wao. Moto na Muto ndio walipewa katazo la kutokwenda kuanzishwa, lakini yeye hilo katazo hakulipewa. Ndio maana wakati alipokuja ili kwamba apate kuanzishwa, yeye hawezi akakataa, akamwanzisha. Hilo ndio jambo ambalo natakiwa kulielewa. Sasa baadaye sana Muto alikuja kwangu. Sasa hapo tayari Moto ameshajua chochote, kila kitu ambacho kimetendeka kwa mke wake. Sasa ndipo sasa akaja Muto, alikuja kwangu nilipokuwa nikisoma ndani ya nyota za ulimwengu. Bado Moto alikuwa bado akiendelea kusoma katika nyota za ulimwengu. Muto akamtokea, akafika, na hapo akanishika, akanifunika kwa busu, kisha akatazama moja kwa moja machoni mwangu. Kisha nikamwambia Muto, geuza macho yako kutoka kwangu, kwa maana yananisumbua, kuna mabano, kwa maana niliona mkanganyiko ambao mimi mwenyewe ningeweza kuondoa tu kupitia tendo la upendo linalotokana na dhabihu inayojulikana luba. Mwanamke aliposikia sauti ya Njom, wakati alipoongea na Njom, kwa sababu shetani mlimao alikuwa ndani ya Njom, alienda kupokea mafundisho kutoka kwa roho wa sayansi ya mema na mabaya, na sio nyoka aliyempatia tunda Eve, kama gisi nyinyi mnavyosema. Naye Eve akaona kwamba mti unampendeza na akachukua tunda akala. Ndivyo Biblia za kisasa zinasema, ndivyo inavyoandikwa ndani ya Biblia za kisasa. Kwa hiyo hapa Moto alijua kila kitu kuhusiana na kupokea kwake fundisho lililokatazwa. Moto alikuwa tayari ameshajua kwamba mke wake tayari ameshapata lile fundisho ambalo hakustahili kulipata. Sasa Muto alipomjia Moto, alitaka Moto akubali, alitaka Moto kupokea fundisho hilo pia, kwa sababu yeye tayari alikuwa ameshafanya nini? Ameshalipokea. Sasa nawaambia ndugu zangu, tuchukue mfano kulingana na Biblia za kisasa. Wakati ambapo Eve anakuja anakuja anamjia Adamu, yuko na tunda mkononi, ili kwamba ampatie Adamu apate kula hilo tunda. Sasa tuseme kwa mfano ingetokea kwamba Adamu angelikataa kula hilo tunda, ni nini kingelitokea? Hivi umeshawahi kujiuliza ni kitu gani ambacho kingetokea Adamu angekataa kula hilo tunda? Maana yake kwamba Adamu angelikataa kula hilo tunda, yani Eva angelitoweka. Ikiwa mjue taarifa, ndio hii ambayo mnaipata. Yani Adamu angelikataa kula hilo tunda, Eva angelitoweka, na mwanaume huyu angeliumbiwa mwanamke mwingine. Lakini hata kama angeliumbiwa mwanamke mwingine, huyo Adamu kukataa kwake kula hilo tunda na kutoweka kwa huyo mwanamke
ambaye ni Eva, maana yake Adamu asingelienea, asingelikuwa amekamilika. Kwa nini? Kwa sababu huyo mwanamke huyo alitokana naye. Huyo mwanamke huyo ilikuwa ni moja kati ya sehemu zake. Ndio maana alielewa vema kwamba nikikubali fundisho hili kwa kitendo cha upendo kwa mke wake, maana vinginevyo kungelikuwa na upungufu kwake. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba yaani mtu angekataa kupata hilo fundisho kutoka kwa mke wake ambaye ni mto, yaani mtu angetoweka. Na hata kama mtu angeliumbiwa kwa mfano mwanamke mwingine, mjue kwamba mtu angelikuwa hayuko sawa, asingelikuwa ameenea. Kwa nini? Kwa sababu kitu cha kwanza, huyo mto huyo alitokana na roho yake, alitokana na mwili wake wa kimwili, alitokana na nafsi yake. Yaani ule utu wote tatu ambao uliomfanya yeye mwanamke umetoka kwa mwanaume. Sasa ni sehemu yake ndio ilitoka, sasa itoweke, aweze akarejesha hiyo sehemu ambayo imetoka. Sijui kama mnaelewa hili. Kwa hiyo hapo tayari atakuwa na ugumu, na yeye anapewa jukumu la kufanya nini? La kueleza hesabu inayojulikana. Sasa hiyo hesabu ataieneza namna gani ikiwa yeye mwenyewe haenei tena? Ndio maana kwa upendo wa mke wake na kuona kwamba hataki mke wake apate kuangamizwa, hataki mke wake atoweke, kwa sababu akitoweka itakuwa vigumu yeye kuhakikisha lile jukumu ambalo amepewa hapati kulitekeleza. Ndio maana kwa upendo kwa mke wake akajitoa dhabihu, ili kwamba kile ambacho kitatokea basi na kitokee. Mimi nakubali haya mafundisho katika lengo la kuhifadhi mke wangu, katika lengo la mke wangu asipate kutoweka, wakati ambapo moto tayari amesha kula hilo tunda, yani ameshapata hayo mafundisho. Moto bado hajapata. Shetani mlima bobe waliko, macho yapo pale yanaangalia ni kitu gani ambacho atakachokifanya moto. Anasema huyu lazima naye pia atatufuata huko, kwa sababu yeye ameshaanguka pamoja na wenzake, na kitendo cha kupata hayo mafundisho lazima wataanguka kwa mujibu wa shetani mlima bobe. Lakini moto alipenya kitu kimoja ambacho shetani yeye mwenyewe hakukipenya, kwa sababu kitu ambacho moto alichokipenya ni kwamba yeye ameamua kufanya hivyo kwa sababu ya kujitolea, yaani amejitolea kwa upendo, na kutokana na hilo, huu upendo ambao amezirisha, anaweza akapata msamaha, anaweza akapata neema. Hizo ndio kitu ambacho shetani mlima bobe hakukipenya kabla, lakini moto alipenya hilo. Kwa sababu moto, nyinyi msifikiri kwamba moto chimbuko lake ni hapa katika dunia. No, moto ni roho wa mwisho kuumbwa kati ya roho zote za gizo kula vitu. Analijua, ilipenya hilo. Kwa shetani mlima bobe anatulia, nasubiri angalia kile ambacho kitatendeka. Moto anaendelea kusema, ninahisi mabadiliko ya ajabu ndani yako, pia niliyahisi katika kuvurugwa kwa nyota. Kwa hiyo mimi najua kuna mabadiliko, na tayari hayo yote niliyahisi wakati nilipokuwa nikisoma ndani ya nyota. Mnaambiwa hata mkisoma katika Biblia za kisasa, wakati ambapo Eva alipokula tunda, hakuna chochote ambacho kilitendeka. Macho yake Eva hayakufunguka. Ilitakiwa Adamu naye pia ale hilo tunda ili macho yao ipate kufunguka, na kwanza ya Adamu ianze kufunguka, alafu ya Eva nayo pia inafuata, kwa sababu Adamu ndiye kichwa. Ndio maana yake. Hili limeandikwa ndani ya Biblia za kisasa. Kwa hiyo maana yake moto asingelikubali mafundisho, asingekubali hilo fundisho hilo, kusingelikuwa na anguko hata kidogo. Ndio maana nikasema kwamba muelewe kwamba moto asili yake haikuanzia katika hali inayoonekana. Moto yeye ni roho wa mwisho kuumbwa, ni roho wa mwisho kuumbwa, ambaye alikuja baada ya kuvua baadhi ya nguvu zake, na wakati alipoingia katika ufahamu huu, katika hali inayoonekana, katika ulimwengu wa nafsi, yani ulikuwa ni ufahamu wa pili wa moto, ndio umo katika bustani, katika ulimwengu wa astrali ulikuwa ufahamu wa pili, lakini ufahamu wa kwanza wa moto ulibaki, ambao ni moto kama roho wa mwisho kuumbwa. Watu wanafikiri kujua, hamjajua ndugu zangu. Sasa
Wakati atakapokuja moto, tayari mwili wake utakuwa tayari umeshaumbwa pale, ataingia na tayari atakuwa ni nafsi hai ambaye ataishi katika astrali, katika ulimwengu wa nafsi, katika ulimwengu wa katikati, kati ya ulimwengu unaoonekana wa kimwili na ulimwengu usioonekana ambao ni wa roho. Yeye yuko katikati. Kisha mto akaniambia, kwa sababu mtu alimuuliza, ninahisi mabadiliko ya ajabu ndani yako, pia niliyahisi katika kuvurugwa kwa nyota. Kisha mtu akaniambia, mabadiliko haya yanatokana na mwangaza. Mimi moto nilijibu na kusema, mwangaza gani? Alama ya kuuliza. Hicho kilikuwa kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili ni ufunuo wa siri ya fundisho la maarifa yaliyokatazwa na ya ajabu. Hapa sio mambo ya ngono aza mengine, aiza sijui ni epo aiza nini, na mwende mjue ni nini ilo fundisho ilikuwa. Kisha mama yenu akafungua kinywa chake na kunifunulia siri ya fundisho la maarifa yaliyokatazwa na ya ajabu kutoka nje ya pazia kuu, kuna mabano, linalojulikana kwa ufahamu wangu wa kwanza. Kabla ya mto kunifuchulia siri hii, niliona uwepo wa roho wa sayansi ya mema na mabaya katika mto kupitia uanzishwaji wake, kwa maana uanzishwaji huu na roho wa sayansi ya mema na mabaya ni moja. Yaani unaposema ameanzishwa ili kupata sayansi ya mema na mabaya, yaani hiyo sayansi ya mema na mabaya na huyo roho ambaye ni wa sayansi ya mema na mabaya ni kitu kimoja, hauwezi ukawatenganisha. Kwa hiyo kupitia mafundisho aliyoyapata, alimuona roho huyo ambaye ni mudima dibie la bobe na bwame. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Nikupenda kuambia kwamba yaani moto, yeye kama vile roho wa mwisho kuhumu, hayo mafundisho ambayo ni ya sayansi ya mema na mabaya, yeye anayajua. Kila roho waagizo kula vitu anajua hiyo sayansi ya mema na mabaya. Hata shetani mlima bobe alipitia hapo katika hiyo sayansi ya mema na mabaya, anajua. Lakini nafsi ya moto ambayo ilitakiwa sasa kufunzwa ilikuwa bado, yani hayo mafundisho alikuwa bado hajatakiwa kuyasikiliza, kwa sababu yalikuwa mafundisho ambayo kwa mwili wake yani mafundisho ambayo yanaweza karibu mwili, yanaweza kabadilisha mwili. Na ndio maana kwelikweli wakati alipopata mafundisho walibadilika, kulikuja mabadiliko kati yao, tofauti na Biblia za kisasa wakasema kwamba mkila ile tunda mtakufa. Jiulize, wakati ambapo walipokula, je, walikufa moja kwa moja? Jibu ni hapana, kwa sababu haya mafundisho yalifanya mabadiliko ndani mwao. Maana yalikuwa mafundisho ambayo kwa miili yao haistahili kupokea mafundisho kuhusiana na hali ambayo walikuwa nayo. Lakini moto kama vile roho wa mwisho kuumbwa, ambaye ni ufahamu wake wa kwanza ambao ulibaki katika gizo kula vitu, hayo mafundisho yeye anajua, hiyo sayansi yeye anajua. Lakini moto kama vile nafsi hai, hiyo ndio ilitakiwa kufunzwa, kwa sababu moto ni kama vile, yani nafsi ya moto ni kama vile mtoto ambaye ataanza sasa kufunzwa, kwa sababu hapo wakati ambapo mtoto anapozaliwa, yani mama atawakilisha mwili wa kimwili, alafu baba atawakilisha roho. Wanapokuja kitu kimoja, moja kwa moja mtoto unazaliwa ambaye ni nafsi. Sasa huyo nafsi ambaye ni mtoto lazima sasa afunzwe, apate maarifa, apate kujua nini cha kufanya na kile ambacho hatakiwi kukifanya, na lengo lake ni lipi kuwa katika hali hii inayoonekana. Sasa moto anaendelea kusema, nikiwa na hakika kwamba nilikuwa nishawishi kwa maneno, nikiongozwa na midomo yake mizuri. Kwa hiyo nilijiruhusu kufundishwa na roho wa sayansi ya mema na mabaya kupitia mto, kutokana na upendo kwa ajili yake. Hapa ndipo wapendwa mnatakiwa kuelewa, yaani moto ikiwa alikubali kupokea mafundisho hayo, aiza fundisho hilo ni kwa sababu ya upendo tu, sio kwamba alidanganywa, aiza kwamba hakuwa najua. No, alijua mapema, hata kabla mke wake hajaja, yeye alikuwa tayari taarifa anayo. Na ikiwa alikubali ni kwa sababu alimpenda mke wake. Asingelifanya hivyo, mke wake angetoweka, na ikiwa mke wake angetoweka na huyo mke wake ni yeye tena, sasa hata enea atakuwa yani amekosa vitu vingine tayari, kwa sababu yeye mtu ametokana na yeye. Hicho ndio kitu ambacho
alikiona akasema, no, hilo haliwezekani. Ye mwenyewe anaeleza, nikiwa na hakika kwamba nilikuwa nimenishawishi kwa maneno nikiongozwa na midomo yake mizuri. Kwa hiyo nilijiruhusu kufundishwa na roho wa sayansi ya mema na mabaya kupitia mto, kutokana na upendo kwa ajili yake, ili kuepuka kuangamizwa kwake katika uhalisia unaojulikana na usiojulikana. Hii pia kwa nia kwamba nisiwezi kupata upungufu kutokana na ukweli kwamba mama yenu alitokana nami. Ni kawaida. Yaani hizo ndio sababu za msingi zilizomfanya moto akubali hilo fundisho, akubali hayo mafundisho, akubali kuanzishwa, ili kwamba asimpoteze mke wake. Yaani moto alijihisi kulazimishwa kupokea fundisho hilo, ndugu zangu, maana moto ametokana na yeye, moto ametokana na nafsi yake, moto ametokana na roho yake, moto ametokana na mwili wake wa kimwili, hakutokana na ubavu wake. N'importe kwa ndani ya Biblia za Kiswahili utasema kwamba sijui Adamu alilazwa akalala, Mungu akatoa ubavu alafu akamtengeneza mwanamke. Ubavu ambao ni mfupa, unaweza ukatengeneza mwanamke namna gani? Wengine wanasema kwamba imani ni vitu vya kiroho. Sio swala la kiroho, huu ni ujinga mtupu. Ubavu tu utoe alafu kuje macho nini, midomo, kila kitu, nywele nini, kwamba mtuachie uongo mtupu. Ubavu ni mfupa, ubavu sio nyama. Alafu anakuja kwamba wewe ni mifupa ya mifupa yangu, nyama ya nyama zangu. Nyama ya nyama zako namna gani? Mfupa, yani ubavu ni mfupa tu. Yani ingekuwa ni skeleto ambayo inakuja mbele ya damu. N'importe quoi. Sasa cha kushangaza tena ni kwamba Mungu wakati alipomtoa Adamu ubavu huo, ina maana kwamba Adamu alibaki kuwa nani, wanasema namna gani? Alibaki mlemavu. Maana sio kawaida. Kikawaida Mungu aliumba mbavu zote ambazo zimeenea. Anapomtoa mbavu, ina maana kwamba kuna upungufu ambao upo, na ili kuonyesha kwamba kwelikweli alibaki kuwa mlemavu, Mungu alichukua nyama nyingine, sijui alitoa wapi, alikata wapi, akaweka pale sehemu ambapo alitoa nini, alitoa ubavu. Namna gani wewe unaweza ukatoa kitu ambacho ni mfupa uende kukibadilisha na kuweka mnofu nyama uweke pa nafasi ambapo palitoka mfupa? Hiyo haiwezekani. Ndio maana Adamu alikuwa yeye alikuwa tuseme alikuwa mlemavu tu, alikuwa mlemavu. Lakini hapa mnaelezwa kwamba huyu mwanamke alitokana na utu tatu wa moto. Alitoka kwenye roho yake, alitoka kwenye nafsi yake, na alitoka kwenye mwili wake wa kimwili. Hichi ndio kitu amesema. Kwa hiyo ndugu zangu, moto alijihisi kwamba amelazimishwa, yani afanye hivyo, akataa hilo fundisho ili kwamba mke wake aangamizwe, ateketee, atoweke. Na akitoweka yeye moto sasa hata enea tena, atatimiza jukumu lake namna gani? No, ndio maana akaamua kusema kwamba hapa nitajitolea kwa upendo kwa ajili ya mke wangu. Hivyo macho yetu yalifunguliwa. Kuna mabano yangu kwanza. Mtu kule tunaona kwamba tayari ameshapata mafundisho, macho yake hakuna kufunguliwa. Lakini ilitakiwa moto ye mwenyewe sasa apate hilo fundisho, ili kwamba macho yaanze kufunguka, kwanza ya kwake, halafu ya mke wake. Macho yakafumbuka. Swali ambalo tunaweza tukajiuliza ni macho yake yamefunguliwa namna gani tena? Kwa sababu tunajua kwamba wao wenyewe walisema kwamba walikuwa uchi wote wawili na hawakujihisi aibu. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu baadaye tena mnakuja kusoma kwamba wakaona kwamba wako uchi. Wao walikuwa tayari wameshajua kwamba wako uchi na wako kwamba kuna aibu yoyote. Sasa maana yake ni nini hasa? Wanapenda kutuambia nini? Tuende pole pole, mtaenda kuelewa. Hivyo macho yetu yalifunguliwa. Kuna mabano yangu kwanza, pia kiroho kuelekea mwelekeo wa uchawi. Kwa hiyo macho yao yalipofunguliwa, yaani macho yao ya roho zao ambao ni yao tena, yalifunguka kuelekea kwenye upande wa giza la kichawi, yaani ulimwengu wa uchawi. Waliona shetani mlima bobe, waliona malaika walioanguka. Na tulijua kwamba hatukuvikwa tena mavazi yetu wenyewe ya nuru. Maana yake ni nini?
Wanaposema kwamba, wakati waliposema kwamba macho yalifumbuliwa kiroho, na wakajikuta kwamba hawakuwa wamevikwa tena mavazi yao wenyewe. Maana yake ni nini? Maana yake yani mavazi ambayo moto waliokuwa nayo kabla ya kuanguka, yani ulikuwa ni utukufu wa roho ya moto, ndio uliokuwa umewavika wote wawili. Yani ulikuwa ni utukufu ule wa roho ya moto ndio ulikuwa umewavika wote wawili. Hayo ndio mavazi ambayo walikuwa nayo. Sasa baada ya kutenda dhambi, baada ya kujitoa hivyo, moja kwa moja ule utukufu ambao ulikuwa umewafunika tayari ukaondoka. Na wakati unapoondoka sasa, hapo ndipo wanakuja kujiona kwamba ule mwanga ambao tulikuwa nao umeondoka. Hapo sasa wanyama wanaweza wakatuona sasa aibu, sasa wanaweza wakatuona uchi. Sijui kama mnaelewa hii, lakini wakati ambapo walipokuwa, wakati kabla ya kuanguka, haiwezi kawezekana wanyama hawezi wakawaona, na sijamaanisha kwamba waliwaona baada ya kuanguka. Mimi sijasema hivyo, mwelewe vizuri. Hivyo macho yetu yalifunguliwa, yangu kwanza, pia kiroho, kuelekea mwelekeo wa uchawi, na tulijua kwamba hatukuvikwa tena mavazi yetu wenyewe ya nuru, kuna mabano, udhihirisho wa utukufu wa roho zetu wenyewe ambao ni roho yangu. Tunafunga mabano, kisha tukafunuliwa katika kanuni yetu ya giza. Maana yake ni nini? Uhalisia usiojulikana wa anguko. Hapo ndipo wakaona kwamba kwelikweli wameingia, wakaona ulimwengu wa giza la kichawi, wakaona ulimwengu wa giza la kichawi ambao ulianguka, yani ulimwengu ambao umeanguka, wakaona mulima bobe, wakaona pia bamulola mbungulane. Hai, kwa hiyo mavazi yao ulikuwa ni utukufu wa mwili wa kiroho wa moto, ndio uliofurika miili yao ya nafsi, miili yao ya astrali. Ndio maana hata wanyama wasingeliweza kufanya nini? Kuona aibu yao, isingewezekana. Roho saba za mwanzo wa uumbaji wa hali inayoonekana kisha zilizalisha juu yetu mwinuko wa kivuli, kuna mabano, pazia linalojulikana la utengano kati ya roho, nafsi na mwili, pazia la huzuni pande zote na kuchanika, kuna mabano, upinzani. Na hili likawa ni mavazi, kuna mabano, kubadilika, tunafunga mabano, kwa miili yetu ya kimwili. Maana yake ni nini? Maana yake kabla ya anguko, mtu alikuwa akiona mwili wake wa kimwili, alikuwa akiona mwili wake wa nafsi, alikuwa akiona mwili wake wa roho, alikuwa anaona. Bali wakati ambapo anguko lilipoingia, mwili wake mmoja, maana yake nafsi, itaingia katika mwili wa kimwili. Na hicho ndicho hizo roho zilizofanya, zikafanya utengano. Na ndio maana mwili, mtakuta kwamba mwili una tamaa ambayo iko tofauti na roho, tofauti na nafsi, yaani kila mmoja na tamaa zake, kwa sababu hapo awali walikuwa wote kitu kimoja, lakini baada ya anguko kukatengana. Ndio maana mimi niko hapa, siwezi nikaona nafsi yangu, sijawahi kuona nafsi yangu. Huenda neno likiruhusu, labda kwa wakati ambao ujao, labda neno likinipatia hiyo neema, naweza nikaona labda nafsi yangu, haiza roho yako. Lakini huwezi ukaona roho yako, huwezi ukaona nafsi yako. Lakini hapo awali vyote unaona. Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo awali kabla ya anguko. Kwa hiyo ni anguko lililofanya huo mtengano kati ya utu wa mtu tatu, yaani roho, nafsi na mwili. Kwa hiyo wakati wa anguko, yaani mwili ulijitolea, kwa sababu wanapokuwa katika ulimwengu wa nafsi, mtambue kwamba huu ulimwengu ambao tuko nao, huu ulimwengu huu tayari upo ndani ya astrali, lakini umemezwa na astrali. Yaani kwa sababu ni ulimwengu, kila kitu kilihumu kilikuwa tayari kimesha kuwepo tayari. Sasa wakati ambapo wanapoanguka, yaani ule mwili wa kimwili ambao ulikuwa ndani utajizirisha, utatoka nje. Hichi ndio kitu ambacho kitatokea. Muda mchache baadaye, tulishona pamoja vitambaa vya mimea vilivyosokotwa kwa mkanda wa kinga. Roho wa mavazi ya uanzishwaji ilikuwepo. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba
lile vazi ambao walikuwa nalo, yani utukufu uliotokana na roho wa moto ambaye alikuwa amewafunika, walipoona kwamba hawana tena huu ulinzi. Kwa hiyo sasa wao wenyewe walipenda sasa kujilinda dhidi ya ulimwengu wa giza la kichawi, kwa sababu tayari wameshaona, wasema lazima hapa tujilinde. Bali hayo mavazi ambayo walitengeneza wenyewe hayakuwa na uwezo wa kufanya nini, wa kujilinda dhidi ya ulimwengu wa giza la kichawi. Ndio maana watatengenezewa mavazi mengine, na hayo mtaenda kuyajua hapo baadaye kidogo. Kwa hiyo walitaka kujilinda kuhusiana na hilo, lakini sio kwa namna hiyo ndio walitakiwa kufanya. Tunaingia kwenye kipengele cha 3, kuingilia kati kwa Mutatidi na Phoenix, ndege wa ajabu. Hali ya anga ghafla ikawa ngeni, na papo hapo tulisikia sauti kuu ya Mutatidi akitembea katika monda, yani bustani. Tunasimama hapa loba. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba walisikia miguu, nyayo ya Mungu, tiki 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 tiki. Mungu anatembea ndani ya bustani, akafika akauliza, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mungu anatafuta Adamu, Mungu haoni. Adamu akasema, mimi nimesikia sauti yako, tumesikia sauti yako, tukajificha nyuma ya miti, kwa sababu Mungu anaangalia, macho yake hayawezi akatoboa, hayawezi akapenya ndani ya miti ili kuona kwamba Adamu yuko nyuma ya mti. Haina maana. Lakini hapa mnaambiwa kwamba ni Mutatidi ambaye ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Hali ya anga ghafla ikawa ngeni, na papo hapo tulisikia sauti kuu ya Mutatidi akitembea katika monda, katika bustani, katikati mwa joto la usiku. Mimi na Muto tulienda kujificha nyuma ya roho za monda, yani bustani. Maana yake ni kwamba ndani ya Biblia za kisasa unawaambia kwamba alienda kujificha nyuma ya miti, lakini mnaelezwa katika ukweli kwamba walienda kujificha nyuma ya roho zingine za agizo kula vitu. Maana ile miti yote ambayo mnaambiwa kwamba ilikuwa ndani ya bustani ya Edeni, watu walikuwa ni malaika, watu walikuwa ni roho za agizo kula vitu ambao walikuwa humo katika lengo la kumfunza, la kumwanzisha, la kumwonyesha namna gani ya kutenda yeye Muto ili asonge vizuri. Sasa walipoanguka wakaenda kujificha nyuma ili tusionekane na Mutatidi, ingawa hata hivyo angeweza kutuona kupitia roho za monda, yani bustani. Hata kama walienda kujificha nyuma, Mutatidi alikuwa na uwezo tu wa kuwaona hata wakiwa nyuma ya hizo roho waweza kaka zake. Wakati Muto na mimi Moto tulipokuwa tumepenya mabadiliko, yani anguko, na wakati hali ya anga ikawa ya ajabu ghafla, muda huo mfupi, kuna mabano, roho wa mida mfupi ilikuwa pale, tunafunga mabano. Tulisikia sauti yenye nguvu ya Mutatidi aliyekuwa akitembea katika monda, katikati ya joto la usiku. Kuna mabano, roho msimamizi wa giza na roho wa usiku pia walikuwepo. Papo hapo mimi, kuna mabano, pamoja na Muto niliona, kuna mabano, roho Benoni Musangisedi ambazo ni Phoenix, nyuma ya ndege wa ajabu Phoenix. Muto na mimi kisha tukapenya, kuna mabano, tukaona jinsi ndege wa ajabu Phoenix, aina hii ya ndege ambayo iliumbwa kabla ya ndege wengine wote, hawakuambukizwa, kuathirika na dhambi iliyotokana na kuanguka kwetu, kuna mabano, kutotii dhabihu yangu kwa mama yenu, hata pia nasimama kwanza hapa. Loba, maana yake ni nini? Yani wanatuambia hivi hii loba, wakati ambapo Moto na Muto waliposikia sauti ya Mutatidi akitembea, waliogopa, wakasema Mutatidi anakuja. Muda huo huo wakaangalia, wakaona kuna roho katika umbo, yani roho Phoenix, yani katika umbo la Phoenix, ndege wa ajabu. Kumbe zilikuja katika lengo la kunyakua hao ndege wapate kuingia katika agizo kula vitu, kwa sababu anguko la Moto na Muto alikufanya hao ndege kuanguka wao hata kidogo. Watu wanafikiri kwamba sijui kiumbe cha kwanza ni watu tu wanaongelewa, ambao walifanya nini, watu ambao waliopaa kwenda mbinguni, hao wanaume. Ndege wa kwanza ni wakati ambapo mtu alipoanguka, wao hawakuanguka pop, moja kwa moja wakanyakuliwa. Dhambi haikupata nafasi, haikuchukua mamlaka zidi yao. Hivi sijui kama napenya hilo, ndugu zangu.
hawakuambukizwa. Kwa hiyo ndio mnaweza mkajiuliza, kwa nini watu inapokuwa usiku watu huwa wanaogopa sana usiku? Usiku unapojidhihirisha watu wanaogopa, wengine wanakataa kulala, wengine wanaogopa kulala, wengine wanaogopa hata kutembea. Ni kwa sababu ni katika usiku ambapo moto na mtu walianguka. Ehe, na hilo likaingia hata sisi watoto wake tukapokea hilo, na ndio maana hata usiku unapoona usiku unaogopa zaidi sana, usiku unatisha zaidi sana. Ni kwa sababu baba yetu na mama yetu walianguka usiku, ili muelewe vizuri, ilikuwa katika kupita. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna ndege wa ajabu ambao ni Phoenix. Wanaambiwa kwamba hao ndio ndege wa kwanza kuumbwa kati ya aina zote za ndege ambazo ziliwahi kuwepo, ambazo zipo na ambazo ziliumbwa kwa mujibu, kwa mapenzi ya neno lake Lubatiti. Ni Phoenix ndio wa kwanza. Ndio maana unatakiwa kuelewa vipengele mbalimbali. Kuna makundi mbalimbali. Unapoona kuna kundi za wanyama wa baharini, hao ndio walikuwa wa kwanza kuumbwa. Kuna wanyama wa angani ambao ni ndege, na kuna wanyama wa nchi kavu. Hivyo ndivyo walivyoumbwa, yaani hao ndio walikuwa, na kila watu, kila vitengo vya wanyama hao, kuna wale ambao walikuwa wa kwanza kuumbwa. Kwa hiyo kuhusiana na swala la ndege, ni huyu Phoenix, ni hao wa Phoenix ndio walikuwa wa kwanza kuumbwa kwa wanyama wa angani, yaani tuseme ndege zote. Unapoenda sasa kwenye nchi kavu, mnyama alikuwa wa kwanza kuumbwa kwa wanyama wote alikuwa ni njomo, ambaye ni nyoka dragoni, ambaye aliyekuja kumdanganya mwanamke kupitia, yani shetani alikuja kumdanganya mwanamke kupitia njomo huyo. Yeye ndio alikuwa wa kwanza kuumbwa. Watawaambia kwamba simba ndio mfalme wa wanani wa porini wa mengine. Haya ni mambo yenu. Na baharini sasa, tunaendelea. Kwa hiyo wanatuambia kwamba aina hii ya Benoni Musangisidi, wao hawakuanguka, na moja kwa moja wakavaa miili tukufu, wakanyakuliwa. Dhambi iliyotokana na kuanguka kwetu, dhabihu yangu kwa mama yenu, hata pia Sangwa Ngungwa Ngando ambayo wataita Behemoth, na Ekokota Ngungwa Ngando ambayo wataita Leviathan, na baadhi ya watoto wao nao pia hawakuanguka. Dhambi haikufanya nini? Haikuwa na mamlaka juu yao, lakini hawakunyakuliwa kwa sababu kuna lengo, kuna sababu maalum kwa nini walibaki. Wengine watasema kwamba ni kwa sababu labda walikuwa wazito sana, n'importe quoi, sio kwamba walikuwa wazito. Watu wana fikra hizi za ajabu ajabu kwamba kwa sababu ni wanyama wakubwa sana wa baharini, ambapo wao wanafikiri kwamba labda kwa sababu hawawezi wakanyakuliwa kwa sababu ni wazito sana. Hai, mkiingia katika hizo fikra, yani hapo mtakuwa kama watoto wadogo. Kwa hiyo nje ya hawa wengine, wanyama wengine wote walianguka pamoja na moto. Yaani kwa nini hao wanyama wengine, wakina simba, wanani wengine wote walianguka? Walianguka kwa sababu walifuata ufahamu wa pili wa moto. Yaani ikiwa mnapenda kuelewa, hao wanyama pia ambao walianguka walijitoa nao pia kama dhabihu, wakishuka wakienda pamoja na moto. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa pia. Yaani wanyama nao pia, yaani walijitoa, wakakubali kufuata ufahamu wa pili wa moto, wakaanguka. Lakini Phoenix, ndege wa ajabu, pamoja na Sangwa Ngungwa Ngando na Ekokota Ngungwa Ngando, wao walibaki katika ufahamu wa kwanza wa moto, ndio maana hawakuanguka. Wanyama hawa wa baharini hawakunyakuliwa, kuna mabano, kuondolewa kutoka katika hali inayoonekana, lakini walibaki kwa muda mrefu katika hali ya astrali. Kwa hiyo kuna wakati ambapo walibaki katika astrali, na hadi wakati ambapo gharika ilitokea walikuwa bado katika astrali, na ni baada ya gharika tu ndio wakatolewa katika astrali. Ndio tuko nao katika dunia hii, wako ndani ya bahari gani? Alama ya kuuliza, maana huko chini ya bahari kuna ulimwengu. Kuna mafundisho ambayo tumeshatoa kuhusiana na bahari na huyo mnyama huyo, itokee kwa mfano atoke nje, anaweza angamiza hata dunia yote inaangamia, kwa sababu yeye hakuna kitu ambacho kinaweza kikamuua, labda muumba pekee aliyemuumba ndiye anayeweza kumaliza. Na yuko katika lengo nzuri, ndio maana yuko hadi muda huu. Hapo anasema wanyama hawa wa baharini
Hawakunyakuliwa, aweza kuondolewa kutoka katika hali inayoonekana, lakini walibaki kwa muda mrefu katika hali ya astrali. Ndege hawa wa ajabu Phoenix, kwa upande wao, mara moja walichukua mwili wa kiroho, yaani tukufu, kwa sababu hawakuambukizwa na ufahamu wangu wa pili, kwa sababu walibaki waaminifu kwa ufahamu wangu wa kwanza. Nikupenda kusema nini? Wengine wanaweza kusema kwamba ina maana kwamba ikiwa mtu ameanguka na hawa ndege hawakuanguka, hawa nyama hawakuanguka wa baharini, ina maana kwamba hawa wana nguvu zaidi kuliko moto? No, hawawezi kuwa na nguvu, hawawezi kuwa na uwezo kuliko moto, kwa sababu ili kwamba huyu Phoenix apate kunyakuliwa ni kwa sababu alibaki imara na mwaminifu kwa ufahamu wa kwanza wa moto. Kwa hiyo anategemea tu moto ili kwamba apate kunyakuliwa. Bila moto haiwezekani. Bila kutegemea ufahamu wa moto, ina maana kwamba anaweza kuwa juu ya moto, na hilo haliwezi likatokea. Hivi sijui kama mnaelewa haya mambo, ndugu zangu. Kwa hiyo ili mwelewe vizuri, ndio maana nasema ndege wa ajabu Phoenix walinyakuliwa mara moja nje ya hali inayoonekana kupitia roho, yani Benenu Musengisidi Phoenix waliokuwa nyuma yao. Kipengele cha 4, Benon Musengisidi, yani Phoenix wenyewe. Sasa hizo roho, yani Benon Musengisidi, yani Phoenix, kila mmoja wao alikuwa na mabawa 10 marefu yaliyotandazwa kwa moto unaowaka na kufunikwa kwa mawe yanayometameta, na miili yao iling'aa kama makaa ya moto yanayowaka. Nyuso zao ziling'aa kama mwanga wa jua. Macho yao yalikuwa kama miali ya moto inayowaka. Mikono na miguu yao kama mwangaza wa dhahabu safi. Walikuwa wamejaa macho pande zote na ndani. Mutatedi ni mtu mweusi, kuna mabano, pamoja na roho zote za agizo kula vitu kama mimi, kuna mabano, zaidi ya masafa ya juu, yaani moto katika ufahamu wake wa kwanza, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Mutadili alikuwa na nywele zilizojikunja, na alikuwa amevaa kitani, na alikuwa amevaa mkanda wa dhahabu safi kifuani mwake. Macho yake yalikuwa kama mwali wa moto unaowaka. Mwili wake ulikuwa kama jiwe la thamani. Uso wake uling'aa kama umeme. Sura yake ilikuwa ya kutisha sana. Kisha Mutatedi akaniambia, kuna nukta 2, mapenzi yako, kuna mabano, ufahamu wa pili, yamekupeleka wapi? Mapenzi yako yamekupeleka wapi? Yani anamwambia moto, ufahamu wa pili wa moto. Ndani ya Biblia za kisasa Mungu anauliza, uko wapi? Adamu, uko wapi? N'importe quoi. Kama wewe ni muumba, kwa nini uulize kwamba yuko wapi? Unatakiwa kujua tu yuko wapi, kwa sababu wewe ndio unaumba kila kitu. Mapenzi yako yamekupeleka wapi? Mimi moto nilimjibu Mutatedi na kusema, nilisikia sauti yako yenye nguvu na ya kutisha ndani ya uzio huu, na kuona kwamba nimekuwa Illuminati, kuna mabano, yani maarifa, nje ya njia ifahayo, na kwamba sikuwa na adili, sina nguvu, kufunuliwa katika kanuni yangu isiyoeleweka. Nilijificha nyuma ya roho zingine. Mutatedi akajibu na kuniambia, ni nani basi aliyekufundisha kwamba umekuwa Illuminati, yani maarifa, na hivyo bila adili, ikiwa sio matumizi ya sayansi ya roho wa mema na mabaya ambayo nilikupendekeza kwa uwazi usianzishwe? Alama ya kuuliza. Mimi moto nilijibu tena na kusema, Muto, kitivo cha hiari uliyenipa kuwa mke wangu, ni yeye aliyenipa fundisho hili na nilijilisha kwayo, kuna mabano. Nilijibu hivi, si kumpeleka kwenye hukumu ya Mutatedi, lakini ili ahifadhiwe. Ndivyo moto moto. Mutatedi alimwambia Muto, kitivo cha hiari, kwa nini ulifanya hivyo? Kuna mabano. Mutatedi alijua, lakini hata hivyo alimuuliza swali ili kumtoa katika kifo cha kiroho. Muto akajibu, shetani mudima bobero mbaya na njoo, yani nyoka kubwa dragon, tamaa zao za ndani zilisababisha udanganyifu wangu. Kuna mabano, kuchanganyikiwa kiakili, kizunguzungu, upotofu, kunafunga mabano. Na mimi nilijilisha kwa kugeuka kuwa Illuminati. Katika saa yake ya mapito, kuna mabano, utongozaji na ujanja, tunafunga mabano. Muto
Hakujua kwamba alikuwa akikabiliana na fahamu mbili za njama. Kuna mabano, wapanga njama, tunafunga mabano. Ufahamu duni, kuna mabano, nyoka kubwa dragon, tunafunga mabano. Na ufahamu wa juu, shetani mudima bobe. Mutadedi alimwambia shetani mudima bobe, roho mbaya, kupitia njom, nyoka kubwa dragon, kwa kuwa umefanya hivi pia katika uhalisia wa hali inayoonekana, kuna mabano, mwelekeo wa kimwili ambao ni tena ni wa astrali, utawala kabla ya anguko la hali inayoonekana, tunafunga mabano, nawe pia utalaaniwa kati ya walioanzishwa wote wa siku zijazo. Mutatedi pia alimwambia Njom, nyoka kubwa dragon, kwa maneno haya, kuna nukta mbili, kwa kuwa kwa hiari yako, kuna mabano, kwa nia, kwa makusudi, tunafunga mabano, umefanya njama na shetani mudima bobero mbaya ili kusababisha ubaya huu, kuna mabano, ziki, shida, tunafunga mabano, utakuwa shauku iliyolaaniwa ndani ya aina ya wanyama na kati ya wote wanaoishi katika asili kulingana na mwelekeo wako wa kuinama. Utatenda kwa msingi, chanzo chako kitapungua hivi, na shetani mudima bobero mbaya atajilisha, kuna mabano, pia kwa kitendo hiki, tunafunga mabano, kwa makosa yake nyakati zote za uwepo wake, kuna mabano, yeye uwepo wake ambao umewekwa hai kwa muda, tuna mabano, ingawa umekufa, tunafunga mabano, na roho wa uwepo. Maana yake ni nini? Ni kupenda kusema kwamba ndani ya Biblia za kisasa watasema kwamba shetani ataambiwa kwamba atakula, sijui atakula vumbi maisha yake yote. Ni wakati gani ambapo mnaona nyoka anakula vumbi maisha yake yote? Wengine wanasema kwamba gisa anavyofanya ulimi anakula vumbi, tuachie, anakula hata wadudu, mambo mengine. Kwa hiyo mambo ambayo wameandika ndani ya Biblia, ndugu zangu, hayana ukweli hata kidogo. Mambo mengi wamebadilisha, mambo mengi wamebadilisha, hayana hata uhalisia hata kidogo. Kwa hiyo shetani mudima bobe, kila mmoja alipewa kipimo chake. Njomo ambaye alikuwa na miguu yote akaambiwa kwamba kwa siku ambazo zinakuja utatembea kwa tumbo. Kwa hiyo nyoka wote ambao mnaona kwamba hawana miguu ni wazao wa Njomo, mwelewe hilo. Wenye sumu na wasio na sumu ni wanaye, ni uzao wake. Na ndio maana wanaposema kwamba hapa tuliposoma kwamba utakuwa shauku iliyolaaniwa ndani ya aina ya wanyama na kati ya wote wanaoishi katika asili kulingana na mwelekeo wako wa kuinama. Maana yake mmeshaona nyoka ana marafiki, mnaishaona kwamba nyoka yuko hapa na wanyama wengine wako pamoja, kama unaweza ukaona wanyama wengine wako makundi mbalimbali wako pamoja. Umeshawahi kuona nyoka yuko na wengine pamoja? Na hilo hamwezi ukaona, kwa sababu ni swala ambalo aliambiwa, yani ni laana ambayo alipewa. Wewe mtu unapoona nyoka unafanya kitu gani? Yani kitu ambacho unasema ni moja kwa moja ni kukamata na kuua tu, kama una uwezo wa kuua. Na yeye pia kama ni yeye ndio atakuwa wa kwanza kukuona na anakungata moja kwa moja na wewe pia. Kwa hiyo ni hayo ambayo mambo yaliyowekwa mapema ili watu wapate kufahamu kile ambacho kilitendeka. Sasa kwa kuwa mmefanywa kitu kimoja, shetani mudima bobero mbaya na wewe, katika kosa hili nitaweka chuki ya kina, kuna mabano, chukizo, uadui, karaha, tunafunga mabano, kati yako na mto, kitivo cha hiari, kati ya jamii ya demon, wazungu na damu mchanganyiko, metisi, watakaozaliwa kutoka kwa wenzenu, na kati ya jamii ya watu weusi kutoka kwa mto kama yeye, yake itakandamiza, kuna mabano, kubana, kupunguza, tunafunga mabano, ndani yako kanuni ya uovu, na hivyo itapunguza fadhaa zako wakati wa kuja kwa wawili waliodhihirishwa kabla ya uwepo sio kuwepo, na yako itakandamiza ndani yake matokeo ya kosa lake ili kuzuia hatua zake kwa muda unaojulikana nasi. Tunaishi katika nyakati za unabii. Hapa naongelea mzaliwa wa pili tuko naye kwa wakati huu. Unabii umeandikwa miaka bilioni, mabilioni iliyopita, unatimia katika wakati huu ambapo sisi tunapumua. Maana yake ni kitu gani? Chuki ambayo mnayoona kati ya wazungu na watu weusi, namna weusi wazungu wanavyochukia watu weusi, ni jambo ambalo lilitendeka hapa ndani ya Biblia. Sasa walisema hivi, nitaweka uadui kati yako wewe mwanamke na huyo nyoka na uzao wake. Na uzao wa nyoka ni akina nani? Uzao wa nyoka ni demon ambao wanaongelewa hapa zaidi,
Tukienda kwa mfano kusema nyuma kuko shetani mlima bobe. Ndio maana wakaongea hapa kuhusiana na wazungu na damu mchanganyiko, yaani lengo ni hilo. Hivi ndio maana nikasema kwamba muwe makini. Kuna aina tatu za wazungu. Maana yake ninaposema kuna aina tatu, yaani namna yao ya kutenda. Aina hizi tatu, kuna wazungu ambao kuna baadhi kabisa wanapenda watu weusi bila wasiwasi kabisa. Kuna wengine ambao ni wanafiki, wanajionyesha kwamba ni marafiki lakini ni wanafiki. Na kuna wazungu ambao kweli hata yeye anasema yeye na mweusi, yani ni wale ambao wa racist, yani wabaguzi kabisa, wataitwa hivi. Haya yote yanatokana na hili ambalo limetendeka hapa. Mzungu ambaye mnaweza ukaona kwamba yeye anampenda mtu mweusi, yani kabisa anampenda, ni wakati ambapo nyoka alipokuwa bado na urafiki na mwanamke. Muelewe vizuri, ni wakati ambapo nyoka huyo dragon alipokuwa bado na urafiki na mwanamke. Sasa wakati ambapo nyoka alipopata mafundisho, alipoongea na huyo shetani mlima akaingia ndani mwake, sasa atakuja katika namna ya njama, urafiki, lakini njama iko nyuma. Ndio hayo ambayo mnayaona wale wanaojiita kwamba wanakuja katika nchi zetu, wanasema kwamba wanafanya urafiki na nchi za Afrika, marais kwamba ni marafiki zao, wanafanya nani hao. Hicho ni kipindi ambacho nyoka tayari ndani mwake shetani mlima alishakuwa ndani. Sasa yeye atakuja kama vile rafiki, lakini kumbe kuna ujanja ndani yake. Sasa wewe hautajua, atakwambia tu saini, mnasaini, sisi tunapenda sana Afrika, tunafanya hivi, lakini huku kumbe wana lengo ambalo nyinyi hamwezi mkalijua, ni mbaya. Sasa na kuna wazungu ambao wao yani akiona mweusi yani hana amani. Ni wakati ambapo sasa tayari mwanamke amesha danganywa, hapo sasa kumekuwa tayari nini, anguko, kumeshakuwa tayari uadui. Hapo tunaonyesha kwamba kuna aina tatu za hao wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo hiyo ndio sababu. Kwa hiyo mnaposoma hata ndani ya Biblia za kisasa kusema kwamba nitaweka uadui, chuki kati ya mzungu na mweusi, hata mufanye namna gani hamwezi mkaiondoa. Hata mufanye nini. Wengine watasema kwamba tuzaliane, tuwe pamoja, ili kwamba hii chuki, kwanza kufanya hivyo ni hasara, kwa sababu imekatazwa, haitakiwi, hairuhusiwi mtu mweusi kuchangana na mtu mwingine, aidha na kiume na mwingine ambaye si mweusi. Tuseme mweusi kwa mweusi, mzungu kwa mzungu, damu mchanganyiko kwa damu mchanganyiko, aidha metisi, sawa. Albino kwa albino, huu ndio utaratibu ambao upo. Vinginevyo mkienda hivi tofauti, mnaenda zidi ya sheria za neno, mnaingia katika mseto tena. Kwa hiyo haya yote yametokea hapa. Nitarudilia kusoma huu mstari. Kwa kuwa mmefanywa kitu kimoja, shetani mlima bobero mbaya, na wewe katika kosa hili nitaweka chuki ya kina, yani chukizo, uadui, karaha kati yako na mto, kitivo cha hiari, kati ya jamii ya demon, wazungu na damu mchanganyiko, metisi. Kwa sababu natakiwa kuelewa kwamba ninapoongea hivi, sio watu walio wengi wanashindwa kuelewa haki, ukweli na ubaguzi. Watu tunaposema kwamba watu weusi ndio taifa teule, wao wanafikiri nyinyi ni wabaguzi. Sasa ubaguzi umetokea wapi wakati mtu anaposema ukweli? Niseme hapa kwamba demons, wazungu na damu mchanganyiko ambao ni metisi ni ndugu. Ni ndugu wote, wanachangia baba mmoja. Baba yao ni nani? Malaika walioanguka ambao walikuja kutembea na wanyama. Demoni zikazaliwa, wakatembea na wanawake, baadhi ya wanawake weusi, wazungu wakazaliwa, wamechangia baba huyu mmoja, lakini mama zao ndio tofauti. Hivi sijui kama unaelewa hili. Na kuna sababu ya kwa nini hizo jamii zipate kujizirisha, zipate kuzaliwa katika hali inayoonekana, lakini weusi walio wengi hawalijui hili, na wanapoambiwa hii ni wabaguzi. Wabaguzi namna gani, wakati kundi letu sisi tuko na wazungu wako hivi? Au mwe mnahubiri ubaguzi? Ubaguzi namna gani? Hata wewe wazungu ambao tuko nao, haya ambao tunayahubiri na ndio wanahubiri nao pia. Sasa tumelikuwa wabaguzi namna gani tunaweza tukakubali hata rangi nyingine ingie katika kundi letu? Haiwezekani. Ni kama vitu tunajipinga. Sio swala la ubaguzi, wao wameelewa, kwa sababu hakuna ubaguzi, ni uhalisia, ni ukweli wa kila kitu ambacho kipo.
Nyinyi mnabagua, hamwapendi wazungu, tena mnavaa mavazi yao. Hao watu wanaongea hivi hawana busara, hamfikirii. Teknolojia ni mtu mweusi. Kila kitu wanachokifanya hata wakati huu kimetokana na mtu mweusi, ikiwa mjui taarifa. Ni swala la muda tu. Kwa hiyo wakati tunapoongea mambo kama haya, sio katika lengo la kushusha taifa moja za jamii moja na kupandisha lingine. No, tunaweka ule ukweli kama jinsi ulivyokuwa tangu hapo awali. Hivi ndivyo ilivyokuwa, na ni kitu ambacho hizo dini zimekuja katika lengo la kutuficha huu ukweli, tusijue kile ambacho kilitendeka tangu awali. Lakini neno limeruhusu kwamba tupate kujua na tufahamu vema kabisa kwamba taifa la kweli halisi ni sisi watu weusi. Wengine watu walikuja sio katika utaratibu ambao umewekwa. Yaani ndio hiyo ambayo mnaita kwamba utaratibu mpya, yani tuseme utaratibu mpya wa dunia. Hicho ndio kitu ambacho walikutaka kulenga, kubadilisha kile ambacho kiliwekwa tangu awali, kumbadilisha mtu mweusi na rangi zingine, demon zipate kuangamiza wanyama ambao walihumbwa na rangi zingine sasa ziangamizi mtu mweusi ili kwamba wao wachukue nafasi. Lakini hilo halikuwezekana, halitawezekana. Na litaweza kuanza namna gani? Maana ni mtu mweusi, kupitia mtu mweusi hesabu inayojulikana lazima itimie. Sasa shetani alijua hilo, maana watu weusi wakikubali ukweli, wakitembea kulingana ukweli, hesabu itaenea, na hesabu ikienea wao wanapotea. Ndio maana watu watasema kwamba dunia inataka kumalizika, sijui Yesu atakuja. Yesu hajawahi kuwepo, hawezi akaja kwa sababu hajawahi kwenda, maana hajawahi kuzaliwa, hajawahi kuwepo, ni muhusika ambao waliunda. Na dunia haiwezi ikamalizika wakati huu. Hao wengine sijui 2020 na ngapi, kutapita karne na makarne, miaka maelfu na maelfu na maelfu na maelfu, miliati na mamiliati itakuja baada yetu, na dunia haijaisha. Nasema, narudilia, na kaza maneno yako, maana ukweli lazima usambae, ukweli uendelee vizazi na vizazi, vizazi na vizazi. Kwa hiyo mnatakiwa kutembea kulingana na ukweli. Yesu anataka kuja, n'importe quoi wameunda, wamewaletea, mnakubali moja kwa moja. Hata mimi nilikuwemo, siwezi nikasema ni kuwacheka zaidi, hapana. Hata mimi nilikuwemo, lakini inachekesha zaidi sana wakati unaposikia ukweli na una akili, una mantiki kabisa nzuri, lakini bado unabaki humo. Utakuwa wewe mwenyewe sijui 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 kila mmoja na namna yake ya kuona, lakini hakika naweza nikajiuliza ni kitu gani ambacho kinapita akilini ili kwamba usikie ukweli huu, na unapata vidhibitisho vyote hata ndani ya Biblia, ndani ya maandiko ambayo unasoma, lakini bado unakaa tu na unaona kwamba uko sahihi. Ndugu zangu, mnaweza mkajifariji vizuri, yaani nawaambia mjifariji kabisa, na hao wanaojiita wachungaji wenu wafariji vizuri kabisa, lakini nawaambia siku itafika ambapo baadhi yenu watasema kwamba ni kama vile mzaa. Hakuna ondoleo la dhambi, hakuna kuingia katika ulimwengu wa kiroho, hakuna uzima wa milele bila kupita katika mafundisho. Yaani unaweza ukatusi gisi unavyopenda, unaweza ukatoa sababu zako na kuanza kuongea, kutoa maandiko kama gisi unavyopenda, kuambia hakuna ondoleo la dhambi, hakuna kuingia katika huu ufalme unaoitwa wa Mungu, kuingia paradiso bila kupitia ukweli. Ukatae, ukubali, huu ndio ukweli ambao utapita. Hakuna kweli mbili, kweli ni moja. Na huko kote ambao mko katika hizo takataka zote za dini, hakuna ukweli hata umoja. Mimi nawaambia sote tulikuwa huko, ukweli umesimamia hapa. Hii nawaambia. Kwa hiyo mtafarijiana huko mtabebana huko, yani utasema achana na hao ni siku za mwisho, itakuwa mfarijiani vizuri kabisa huko, lakini mwisho nawaambia bila kupita katika ukweli hakuna wokovu kwenu. Mimi nawaambia, mimi siogopi, nawaambia ukweli kwa sababu nyinyi ni ndugu zangu. Siogopi, nawaambia ukweli kwa sababu nyinyi ni ndugu zangu, na siwezi nikapenda ndugu zangu waanguke tu hivi na vitu ambavyo wanaviona machoni tu hivi, bila hata kutumia tu akili tu kidogo tu, unaweza ukajua kwamba kweli kweli haya mambo ambao wametuletea ni wenyewe ambao wametuweka katika hali za ajabu, ambao wanatufanya sisi tuwe wakimbizi, tunauana kila wakati kwa sababu ya nchi zetu. Wao ndio watatuletea tena kitu ambacho kitatupeleka kuingia katika paradiso yao, ili kwamba sisi tuwe na maisha ya milele na milele, katika furaha ya milele na milele. Tumia akili hiyo, tumia akili. Musika anafunga apende hata kuonyesha teknolojia yake, kwa sababu unaweza ukawa na maisha mazuri. Ndio maana nakuficha teknolojia yake.
Sasa atakuletea kitabu ili kwamba uwe tena na raha kuliko hata raha ambayo unaweza kuwa nayo hapa. Tumia akili, hilo alipo. Inabaki tu kwa wale ambao ni wajinga. Ujinga sio tusi, ujinga ni kutokujua kitu. Jifunzeni mpate kuwa na maarifa. Hicho ndio kitu ambacho ni muhimu, ndugu zangu. Mutatedi alizungumza na Muto na kusema, baadaye nitafanya kuonekana kwa idadi ya vikwazo vya kimwili vya kila aina, kinyume na utekelezaji wa matamanio yako, na pia nitahakikisha kwamba katika ufahamu wa hatia yako unazaa katika mateso makubwa sana, yaani kuelezea uchungu wa mpasuko unaotokana na kosa lako pamoja na idadi ya mawazo ya akili yako. Tunasimama kwanza hapa. Ndani ya Biblia za kisasa watakwambia kwamba Mungu anasema kwamba nitaongeza maumivu ya utungu. Wakati unaposema utaongeza, ina maana kwamba utungu utakuwepo, lakini utaongeza ili uwe zaidi ya akili. Huko katika paradiso unamwambia mtu atazaa aeneze dunia, alafu tena anazaa kwa uchungu na mengine. Hiyo haina hata maana. Uwezi ukaongeza. Ina maana kwamba hata kama asingelianguka Adamu na Eva, ina maana kwamba Eva angalizaa kwa uchungu, lakini sio uchungu sana. Kwa hiyo Mungu sasa baada ya anguko akasema okay, juu ya ule uchungu ambao ungeliuzaa nao tena na kuongezea. Haina hata maana. Tunaendelea kusoma. Wakati na maumivu ya kosa ambayo ni maumivu ya ufahamu wa pamoja wa wale wa hali inayoonekana wakati wa anguko, utatoa kiumbe kwa uzalishaji wako na kuelekea mutu kanuni yako ya kiakili inayovutwa na matamanio yako. Utapitia utawala wake kulingana na neno, na atajiwakilisha mwenyewe ndani yako. Ndio maana mwanaume ndio alikuwa wa kwanza kuzaa. Maana kitendo cha Muto kutoka ndani ya moto ni kama vile mwanaume amezaa. Sasa anaambiwa kwamba atajiwakilisha tena upya, yaani ina maana kwamba naye sasa mwanamke anaweza kazaa mwanaume baadaye. Watu wanasema wao tunajua, tuna maarifa, mimi ni mchungaji bishop bishop, alafu wanafurahi, wanafikiri kwamba wamefika. Hata njia ya utakaso hamuijui. Hapa ukweli umesimama, hapa ndio ukweli. Kisha Mutatedi akaniambia, kwa kuwa wewe pia umesikiliza sauti ya Muto, kitovu chako cha hiari, na umejilisha kwa fundisho hili ambalo nilikuwa nimekupendekeza kwa uwazi, usijirutubishe nalo: laana, kuna mabano, tauni, janga, balaa, taabu, umasikini, sasa imeanzishwa duniani kwa sababu ya shetani mudimabobe, roho mbaya. Sehemu hii ya dunia inayojulikana yenye kipengele cha asili na sawa na mwili wako wa kimwili, kuhusiana na mwili wako wa kimwili. Maana yake ni nini? Yaani haya majanga yote ambayo mnayaona nini, umasikini hadi mwisho wa dunia utakuwepo tu. Ingawa unaweza ukapungua katika nyakati fulani, lakini umasikini utakuwepo tu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akaja akaondoa umasikini duniani. Hilo alipo, hilo mtoe kabisa akilini. Umasikini hupo na huwezi ukatoka, kwa sababu shetani mudibabu ndiye aliye chanzo cha hilo lote, kwa sababu alikuja kuingiza uongo, alikuja kuleta mbegu ambayo haikutakiwa kwa mwanamke. Kwa ulazima utalazimika kuulisha mwili wako wa kimwili nao wakati wote wa uwepo wako katika hali inayoonekana. Jamii ya kila kiumbe cha hali inayoonekana ambayo imekuwa yenye kufa pia itakabiliana na laana kwa sababu ya shetani mudimabobe, roho mbaya, na utatambua athari hizi hivi karibuni na kwa shida kila siku katika uhalisia huu. Mazao makali na yale ambayo hayajakuzwa na yaliyochanganyika yatakuwa pia kwa wingi kwako, yaani sehemu ya uzao wako, tunafunga mabano, sehemu hii ya uzao wako itakula matunda yaliyokaushwa ya asili ya msingi. Utakula katika msukosuko wa daima wa roho yako na ahadi kumradi wakati wa kuunganishwa kwako tena katika kipengele kigumu chenye usawa sawa na wewe, yaani mwili wako. Kwa maana kama vile mwili wako wa kimwili ulitolewa kutoka kwa kipengele hiki, na kwamba roho yako ni udhihirisho wa kiroho, vivyo hivyo ni kwa udhihirisho huu wa kiroho kwamba roho yako lazima iunganishwe tena. Lakini ukipata neema itakasayo, basi nafsi yako haitajua mahuti tunayoyajua. Mutatedi anaposema jamii ya kila kiumbe cha hali inayoonekana ambayo imekuwa yenye kufa pia
itakabiliana na laana kwa sababu ya shetani mwenye mabobero mbaya. Hii inaonyesha kwamba kulikuwa na jamii, yaani aina ambayo ilidumisha kutokufa kwake wakati wa anguko. Loba mimi moto nilikabidhi, kuna mabano, niliizinisha jina lililotolewa na Mutatiri, tunafunga mabano, kwa mama yenu, jina la Muto, uwepo wa kimsingi aliye hai. Hii baada ya Mutatiri kumwita hivi, na pia kwa sababu yeye akawa asili ya kila kitu ambacho hufanya kuwepo kwa jamii nyeusi katika uhalisia. Tuna mabano unaojulikana na usiojulikana, tunafunga mabano, wa hali inayoonekana na mama wa wote walio hai, ikiwa ni pamoja na wale ambao hawajapitia kifo cha kiroho, ambao daima hutoka kwa Muto na mimi, kwa maana mambo ya kiroho yanabaki kuwa swala la rangi. Kipengele cha 5, ufunuo kuhusu nguo za ajabu za ngozi. Kisha Tete kupitia udhihirisho wa mapenzi yake aliniundia mimi Moto na Muto ulinzi dhidi ya vipengele vya ulimwengu na asili ambavyo vingetokea katika vipindi vyao, nguo za ngozi za ajabu ambazo hazihusiani na ngozi ya mnyama. Naweza kusema kwamba Mungu ali ngozi ya mnyama ndio. No, hapana, sio hivyo. Sikilizeni sasa hiyo ngozi ambao wanasema ngozi ya nyama ndani ya Biblia za kisasa ni nini? Ngozi hii inaashiria mwonekano wa miili yetu katika uhalisia wa kimwili. Kwa kuwa mimi na Muto tuliishi kama nafsi iliyo hai, mwili unaoonekana nusu astrali na nusu kimwili, wa mwelekeo unaoonekana katika hali ya utu wa ndani, yani astrali ya masima wase, yani sayari ya dunia. Maana yake ni nini? Yani wanapoongelea kuhusiana na ngozi hiyo, yani ni huu mwili huu ndio ulioonekana ili kuingia katika hali hii inayoonekana, kwa sababu walikuwa wakiishi kama vile nafsi yai, yani ulikuwa mwili wa nafsi ndio ulikuwa katika. Sasa walipotenda dhambi na walipofukuzwa, maana yake walitoka katika ulimwengu wa nafsi wa astrali ili kuingia katika ulimwengu huu wa nyama. Sasa na wakati wanapoingia katika ulimwengu huu wa nyama, yani hapo ndipo sasa ile miili yao iliyokuwa ndani wakiwa katika astrali itatokea nje na nafsi inaingia ndani, na hiyo ndio ngozi ambao wamesema, yani ni mwili huu, ni ngozi ya mwili ambao ilitokea wakati wa anguko. Udhihirisho wa mapenzi yake kwa uangalifu ulituvika mavazi ya ajabu, yani uanzishwaji kupitia Mutatiri chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa mavazi ya uanzishaji. Wala muda wala vipengele au nguvu nyingine yoyote ya hali inayoonekana ilikuwa na uwezo wowote juu ya mavazi yetu ya uanzishwaji, lakini ambazo hata hivyo zingeweza kurejeshwa katika hali yao ya msingi. Kwa hiyo walitoka katika hali ya nafsi, wakawa miili ya kimwili, yani wakawa na miili hii ya nyama. Hayo ndio mavazi ya ngozi ambayo walioyapata. Mutatiri alijisemeza mwenyewe akinena kunihusu, kuna mabano, pamoja na Muto ndani yangu, kwa maneno haya: naam, Muto, mtu wa ulimwengu wote mzima, amekuwa kama mmoja wetu, mwenedi, yani mwonaji, na iluminati kwa maarifa, lakini kulingana na hali yake, hali ya anguko, anajua nini ni mema au ni nini kibaya. Sasa kwa manufaa yake mwenyewe hapaswi pia kuchukua mafundisho ya roho inayojulikana kwa jina la mti wa uzima, kanuni muhimu ya maisha, kanuni muhimu ya uzima kumrazi. Ikiwa angekula katika hali, kuna mabano, hazi jukumu ya anguko, angeishi kwa muda usiojulikana katika maumivu ya kutokubadilika kwake, lakini hiyo haiwezi kuwa. Maana yake ni nini? Yani wanawaambia kwamba Muto wakati alipoanguka, yeye na Muto waliumia, walihuzunika, walikuwa na maumivu kwa sababu ya anguko. Hapo hawako na hali ambayo ni nzuri. Sasa kwa ajili ya mazuri kwao, ilibidi sasa kuwekwe kizuizi ili kwamba Moto na Muto katika hiyo hali ya maumivu walio nayo wasiende tena kupata mafundisho ya mti wa uzima, ili kwamba hayo mafundisho wakiyapata, yani maana kwamba wameingia katika uzima wa milele. Sasa wakiwa katika uzima wa milele, watakuwa uzima wa milele wakiwa katika taabu, na hilo haliwezekani. Ili kuambia kwamba swala lenu la kusema kwamba sijui moto wa milele na milele kwa wale waliotenda dhambi wataungua milele na milele, n'importe quoi, yote hayapo.
moto wa jehanamu gisi unavyosema haupo. Huyo Mungu mwenyewe si alifanya kwamba Adamu asifanye nini? Adamu ndio maana aliweka makerubi, si ndio? Aliweka makerubi ili kwamba Adamu asiende kufanya nini? Asiende kula lile tunda la uzima, kwa sababu alisema akila ili tunda la uzima atakuwa na kwa hivi gisi alivyo, yani ataishi milele na milele katika matatizo. No, hilo aliwezekana. Sasa namna gani sasa ataweka mtu kwa sababu ametenda dhambi? Najua alikula nyama ya mboga ya mama yake, alikuwa ameweka jikoni, mtoto ameiba, amekufa, ataungua milele na milele. Hilo tu kitendo cha wewe kupata yani kuungua milele na milele, yani swala la milele na milele alikuwekewa watenda dhambi. Milele na milele ni kwa ajili ya wale ambao wametenda mazuri, kwa sababu hata kama uko katika maumivu, uko gisi mnavyosema kwamba mtu yuko katika moto na anaishi milele na milele, yani hiyo zana ya kuishi milele na milele haikuwekwa kwa watenda dhambi, kwa sababu ikiwa hata kama uko katika matatizo, uko katika moto unaungua gisi mnavyosema, huyu mtu bado anaishi uzima wa milele, lakini katika matatizo, katika magumu, katika maumivu. Sasa hilo halipo katika ulimwengu wa kiroho. Hii kupenda kuambia kwamba swala la sijui mtu ataungua milele na milele, naungua milele na milele, hilo halipo. Ndio maana hata ndani ya Biblia zenu wanawaambia, huyu Sulemani anasema kwamba kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Hivi ndivyo ilivyo. Yaani kuna wakati wa adhabu na adhabu inaisha. Finito. Ninapoisha, yani watu wanateketea, watu wanatoweka, hivyo inaisha kwao. Sijasema kwamba hakuna hukumu, hukumu ipo, lakini moto wa jehanamu gisi mnavyosema no, haupo. Hiyo haipo kabisa, ondoeni katika akili zenu. Hayo ni mafundisho ambayo yamebaki kwa hao wanaojiita wachungaji, ili wapate pesa zenu, wale pesa zenu, ili kuonyesha kwamba msitoke. Ukitoka katika dini hii, wewe unaenda kufa vibaya, unaanza kuungua hivi. Hata hizo ndoto ambazo mnaziona, hayo maono mnaosema kwamba nimeona fulani yuko katika moto anaungua, anasema nisaidie, hizo ndoto kweli kweli, hata hayo maono mnaosema mnayapata, mnaona kwamba ni ya ukweli? Imesha kuwa wapi mtu anaanza kuungua, anaanza kupata adhabu na kabla hajahukumiwa? Mnasema kwamba tena mwisho wa nyakati watu watapita kwenye hukumu. Sasa ikiwa watapita kwenye hukumu na hapa tayari wameshaanza kuadhibiwa, hiyo mantiki kabisa iko sawa. Kikawaida kwanza mtu anaenda kwanza kuhukumiwa, akionekana kwamba ana hatia ndio anapewa adhabu. Huu ndio utaratibu, sio wakati huu tu mtu anafariki kwamba ameshaanza kuungua. Sasa ataenda kufanya kitu gani tena kwenye hukumu wenu? Hukumu ataenda kufanya kitu gani tena? Ameshakuwa ndani ya moto, anaungua tena, anaambiwa kwamba mbo tutoke, niko na waka, nitafanya namna gani? Wanaita wazima moto, wanakuja wanamzima moto, okay, pita kwenye hukumu tena. Inaonekana kule kwamba imeonekana kweli kweli wewe ni wakungua, tena anarudishwa ndani ya moto, tena anaendelea kuungua. N'importe quoi. Msituchukulie kama vile watoto Ni wakati wa kuamka. Amkeni, si wakati wa kulala tena huu. Walicheza na sisi sana, walicheza na akili zetu sana, kutuogopesha ili kwamba tubaki katika hizo takataka za dini. Maana unapoingia katika dini unakuwa kama vile kipofu, hauna hata akili, haufikirii, hauwezi hata ukawaza, na ukiuliza maswali sana, usiulize hivi, unaweza kupata wazimu. Hakuna. Hayo mambo yamepita. Hayo ni mambo ambayo yalisababisha mababu zetu wanatuingiza katika haya. Na wewe ambao umezaliwa katika hizo dini unakuja, unaongea kitu gani? Kristo ndio nani? Uislamu ndio dini ya ukweli. N'importe quoi nyote. Wewe usingelikuta baba yako, mama yako watu katika hizo dini, ungeingia huko wewe. Ungekuta baba yako yeye ni nani, ni sijui anaabudu huyu Buddha. Ungekuwa huko na wewe, ungesema hiyo ndio dini ya ukweli. Sisi sote ni matokeo tu ni mapokeo tu, na mababu zetu wote ambao wako nyuma walipokea tu na wakaendelea tu hivyo. Hakuna hata mmoja mbali tafakari haya ambayo tunaongea kwa siku ya leo. Na unaposema wengine wako pale kwa sababu wanapenda pesa wapate, hawapendi hata watu waamke, hawapendi watu waongelee haya, hawapendi watu wajifunze zaidi sana, waelewe Biblia inasema kitu gani kuhusiana na hili. Biblia kitabu cha Mungu. Biblia ni kitabu cha n'importe quoi. Kitabu cha Mungu kuna makosa, mikanganyiko ya ajabu. Hicho ndio kitabu cha Mungu. Hakuna tahibu. Historia walihiba ya watu weusi, wanakuja kuweka Biblia kwamba hao ni ya watu, ni wazungu. Ni historia ya watu weusi ambayo wamehiba, wakaweka mambo yao ya ajabu ajabu ambayo hayana mbele wala nyuma. Kila jambo lina wakati wake bwana. Kuna wakati wa ujinga, kuna wakati wa kusimama. Ni muda wa kusimama. Tumeliwa vya kutosha sana, tumenyanyaswa vya kutosha sana. Wale wajinga wenyewe ambao walituweka katika ukoloni, utumwa, ndio hao tena bado wangali wanatushika kabisa katika mambo yao ya dini.
mwanaume mzima utakuta nani wamechonga kisanamu kule, wamechonga wamepaka rangi, sijui aliyechonga sijui mvuta bangi au mengine, anakuta anaweka pale mwanaume mzima ambaye wanasema ana degree amesoma sana, huyu anaenda kubusu mwa. Una akili hasa namna gani? Tumieni busara ndugu zangu. No. Puh. Kipengele cha 6. Kabla ya kuingia kwenye kipengele cha 6, ni kupenda kuambia kwamba Luba kupitia neno lake hakuumba mtu ili mtu aishi milele katika maumivu yake. Hilo halipo. Ndio maana unapokuwa mgonjwa, kuna wakati tu ugonjwa utaisha, maumivu ambayo uko nayo lazima yataisha, aidha ukapona, aidha ukafariki. Hivyo tu. Uwezi ukaishi milele na milele katika matatizo yako. Hilo halipo. Kila jambo na wakati wake. Luba kupitia neno lake hakuumba mtu ili kwamba mtu aishi katika matatizo milele na milele, katika taabu milele na milele, katika moto huo unaotiwa moto kwamba milele na milele. Hilo halipo. Huo moto haupo. Kipengele cha 6, kufukuzwa kwetu kutoka monda mamonyenge, yani bustani ya Edeni. Kwa hiyo Mutatedi alitenganisha Muto na mimi kutoka kwenye nyanja ya kitovu cha monda mamonyenge, yani bustani ya Edeni, kikaboni cha unyeti wa muda, ili kwamba mimi, kuna mabano, katika kutii eyala, tunafunga mabano, niweze hata hivyo kutimiza utume wangu wa kuzirisha hesabu inayojulikana na kutumikia kwa uangalifu kipengele hiki thabiti, kuna mabano, ili nipate kuwa mwanzilishi mkuu wa kile kinachounda uwepo wa jamii nyeusi katika hali inayoonekana, tunafunga mabano, nje na ambamo mwili wangu ulikuwa umetolewa. Hivyo Mutatedi aliniondoa wakati huo huo pamoja na Muto kutoka kwenye wadhifa wangu wa kwanza ambao ni hali ya astrali, na kuifanya kanuni ya utangulizi wa wakati kukaa katika nyanja nyeti na ya muda, roho tatu zenye nguvu na za kutisha ziitwazo Bekwali au Bebutemundi, yani makerubi, ambao nyuso zao zilifanana na zangu, yani ufahamu wangu wa kwanza, sawa na nguvu ya kuzidisha kwa wote, zikijihami kumradi hizo roho zikijihami kwa miali ya moto ya kuangamiza, ikizunguka yenyewe bila kukoma, ili kulinda njia ya kiini cha uzima ambacho kilihamishwa kutoka hali inayoonekana. Baada ya anguko hilo la ajabu, Muto na mimi hata hivyo tuliishi maisha ya nusu kiroho, nusu astrali na nusu kimwili, kuna mabano, mwili wa kunyonya kosa. Maana mwili huu wa Moto na Muto ulikuwa mwili ambao ulijitolea naye pia, yani ulijitoa kama vile zabibu, ili kwamba kukaa kushikilia nani, kushikilia nafsi isitoke. Baada ya anguko langu, kuna mabano, ni zabiu, katika uhalisia unaoonekana usiojulikana, Muto mama yenu na mimi tulibaki waaminifu hata katika mawazo na ndoto zetu za ufahamu, kwa njia ya hiari inayojulikana nasi, na kwa utiifu katika tete kupitia Mutatedi Mudiedi, yani kiongozi. Lakini licha ya anguko hilo, wanyama wote waliopo katika hali inayoonekana walibaki chini ya ulinzi na mamlaka yetu. Ndugu zangu, haya ni mafundisho ya viwango vya juu ambayo hamwezi mkayasikia za kuyapata sehemu zingine, ili kuonyesha namna gani mambo yalivyotendeka kwa uhalisia, kwa ufasaha, jinsi mambo yalivyokuwa. Mengine yote ambayo mtasikia huko, yani ni vuguvugu tu, yani ni ndugu zangu, msiwe na woga, msiogope. Chunguzeni yale ambayo tunayafanya, chunguzeni yale ambayo tunatoa maandiko ambayo tunatoa, chunguzeni, msiwe na wasiwasi, msiogope. Hapa mmefika nyumbani, hapa mko kwenu nyumbani, kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Loba Muumba pekee wa kweli anaendelea kujitukuza.